Hatimaye tumefika mwisho wa hii simulizi msikilizaji ya Teddy, na nikuhakikishie tu kwamba mara baada ya kumalizana na hii simulizi ya Teddy kuna simulizi nzuri sana ambayo nimekuandalia. Sawa achana na ya Hamza ambayo ipo kila saa 2 asubuhi. Basi bwana, tunasonga mbele. Tulipoishia ni baada ya kuona Hilary mke wake kamfanyia kitu kibaya sana. Yaani mke wake watoto wote wawili aliozaa naye ni kwamba Hilary kabebeshewa mzigo, watoto sio wa kwake. Sasa baada ya mwanaume kujua, amejikuta akiwa katika hali ya kupombe, mawazo nini. Of course inauma sana kwa sababu hata yeye Hilary kutoka ndani ya ndoa kwenda kuchukua watu nje ambao wanajiuza ni kwa sababu ya yote ambayo anafanya mke wake. Hata tendo tu la ndoa kupata ni changamoto. Sasa Hilary ni mwanaume, umeona, akaona basi ngoja anaenda tu kujimaliza huko, lakini Adam amekuja kukana chini na akampatia somo kwamba si vizuri sana kuweza kuchukua hao watu. Kwa hiyo aboresha tu ndoa yake. Sasa anakuja kuiboresha ndoa, anakuja kutambua kwamba watoto wote sio wa kwake. Kwa hiyo Tedesta na Adam wamempatia pale ushauri nini na mawazo ili aweze kuwa sawa, na wakamuomba akae hapo nyumbani, lakini Hilary amesema hapana, ngoja tu nitaenda kupumzika nyumbani, kwa hiyo msiwe na wasiwasi wote. Basi tunazidi songa mbele. Adam anasema ya kwamba Hilary aliniambia nashukuru sana, nashukuru mno, hongera sana, na wafurahia sana, natamani kuuliza unaendeleaje, ila kwa sasa siwezi kaka, kichwa kimejaa, kwa hiyo nisamee sana, ila nakuombea sana. Nikatabasamu na kusema wacha nimpigie mama, nakupa namba yake, utasema ni mimi nimekupa, utapanga naye kila kitu. Basi nikaanza kuongea na yule mama mshauri. Alinielewa, akanipa pole na kunitia moyo sana, maana nilikuwa naomba punguzo atusaidie. Tedesta irudi, nikamtajia na namba aongeze kwa karatasi, kisha Hilary alipokea. Nilimpa funguo na nauli, nikamtoa mpaka nje nikisema ya kwamba sijui kwa nini umekataa kuishi na sisi, ila naomba zingatia sana kaka, wewe ni ndugu yangu na kuhitaji sana, tupambane pamoja. Basi Hilary alinikumbatia kwa nguvu, alilia akisema ya kwamba hujui namna tu umeniokoa Adam. Nilikuwa nimefika hatua za mwisho ambazo sioni sababu ya kuishi tena. Ninyi watu mmenifanya nijue namna nahitajika. Mfikiria nilisahau hata na wazazi. Watakuwa wananitafuta sana. Kwa hiyo nakupenda sana kaka. Ningekufa mimi. Basi nimkumbatia na kusema kwamba nakupenda pia kaka. Wewe ni ndugu yangu. Basi akaondoka. Nikaita Hilary kaka. Aliitika. Nikasema ya kwamba kawashe simu bwana. Hakuna pombe, kula, umesikia na usome hayo ambao umepewa na shemeji yako. Na hiyo namba pia upige. Hilary alicheka tu na kunipigia saluti ya heshima. Nilifurahi hata nikajikuta anatoka na machozi. Asiana wakati mgumu sana huyo, inauma basi tu. So nilimtazama mpaka alivopanda bajaji. Alikuwa amechoka kiukweli. Kibinadamu inauma sana. Nirudi ndani na kukuta Teddy amekaa ana huzuni sana. Aliponiona aliniuliza kwamba vipi ameshaondoka? Nikajibu kwa upole ndio kipenzi, na anatia huruma sana ese. Unajua mpaka sasa nisiamini shemeji anawezaje kuwa mkatili namna hii. Unajua Adam, mimi nachoamini kuna watu wana tabia ngumu sana. Yaani kumbe wanaopenda wanaume sio wale wanaosimama barabarani tu. Sasa naelewa kuna watu wanajiuza kinamna nyingine. Yaani havai nguo za ajabu, hajipangi barabarani, ila ana wanaume ambao yupo tayari kwa nao kwa simu moja tu. Njoo nimekumisi, kuna 50,000 hapa. Inauma sana. Unajua na mimi nakosa hata neno la kusema. Rafiki yangu ni kama kavurugo hivi. Sasa mimi nilivyo hata sijui sijui ingekwaje. Na huo hivyo. Sikia, rafiki yako anahitaji msaada na uangalizi. Kwa hiyo usimwache katika kipindi hiki. Unajiona wewe una magumu wakati huo kuna mwingine anakuhitaji zaidi. Kwa hiyo usitumie nafasi hii kama kujitoa eti nina hali mbaya. Huu ndio muda wa kumtukuza Mungu kwa kukuamini na kukupatia mtu wa kumvusha. Mungu atatubariki tu. Unajua Teddy, wewe ungekuwa mshauri na kuambia ni unaushawishi balaa. Ila mtu sasa hivi hata kuongea unajua mimi siwezi. Fanya kitu basi. Unajua sijala siku nzima. Ndio kavana siendo tofauti. Shuba miti. Asi mkimbe jikoni bwana, nitakuchapa ujue. Basi
tukajikuta tumeanza kucheza tena wakati nilikuwa na njaa. Basi tukacheza pale tukicheka sana na kisha alienda kupika. Ndio maana asipokuwepo na hangaika. Ana madeko fulani hivi, madeko mpaka yani unaona sasa huyu baby anadeka. Mwanamke wangu alifanya kila kitu muhimu kuhakikisha kwamba nyumba na watu waliomo ndani tunakuwa wenye furaha. Na baada ya hapo tuliingia zetu chumbani. Huko tulijiandaa kwa ajili ya kuingia bafuni kuoga ili tupumzike, kwa maana na hakika ilikuwa ni siku nzito. Tulioga pamoja na baada ya hapo mimi sikuwa na mambo mengi. Nikajitupa kitandani na msubiri. Hapo moyoni na mambo mengi natamani kuzungumza na Teddy, ila nashindwa nitaanzia wapi ili mradi tu tusigombane. Teddy alikuwa anaendelea na masuala ya ngozi yake, anapaka zake mafuta hapa na pale. Mimi nikakohoa kidogo, kisha nikauliza kwamba Teddy, mbona ukuniambia kama unao nyumba nzuri sana na ya kisasa namna ile? Teddy alishtuka na kunigeukia, akauliza kwamba umejuaje? Nivuta pumzi na kutabasamu, nikasema kwamba ina maana ulidhamiria nisije kujua. Teddy alitabasamu kidogo na kuketi huku macho yake yakinitazama. Hapana kipenzi, ila niliamua kuacha nyumba na kila kitu linaanza maisha yangu. Ningekwambia ningekuelezea vipi Sadam? Unajua kwa mazingira niliyokutana na wewe huwezi kufurahia chochote changu. Lakini ni ukweli kabisa, mimi ninatamani kusema kila kitu ambacho nimefanya, ila nashindwa kwa sababu sitaki kuumiza moyo wako. Kitu muhimu kwa sasa ni mimi na wewe. Tutaanza upya kwa pamoja, tutashirikiana kufanya maisha yetu yawe mazuri. Muhimu ni wewe tu, usinisukume. Tuunganishe nguvu zetu. Mimi sitaki kuuliza namna ulipata nini ulifanya, ila nimeshangaa sana. Unajua nimeiona tu kwa nje, moyo wangu ulikushangilia. Tedesta una akili sana, hongera sana. Unajua mimi nimejikuta na kuonea hivyo. Kama mwanaume natakiwa kupambana zaidi, natakiwa kufanya zaidi. Hongera sana Teddy. Natamani kuuliza umwezaje kufanikisha, umefanyaje yani? Nitasema ila unatakiwa uniambie ukweli, umefahamu vipi? Nilipoanza kukukosa ndio ilinibidi sasa nikakutazama hotel. Nilipofika huko kuna mmoja wa rafiki zako nilikutana naye. Ameongea maneno mengi yasiyofurahisha, anaonekana hanipendi kabisa. Nikajisikia vibaya, ila majibu yake alinifanya niende pale tulipoenda kufuata vitu vyako. Ndio nikakutana na dada mwingine. Na yeye pia aliniambia maneno yake hata unajua nilikuta anazungumza ya kuwa kwamba una sehemu yako unapendaga kuwa mwenyewe, ndio akanielekeza. Japo hapo mwanzo akawa anaongea mambo ya ovyo. Kwa hiyo kwenye kuongea ndio akasema kwamba una sehemu yako unapendaga sana kuwa mwenyewe. So alinielekeza pale, nilienda na nikamkuta Masai. Sasa sivyo bahati, Masai ndiye alinikatalia kuingia. Kwa hiyo nikabaki na shangaa tu. Unajua usinikosee namna, usinitafute tena mahali huko. Mimi natamani hata jina langu liotoke kabisa. Unajua hata mimi walianza kunitumia message za kunitisha kwamba mimi na wewe hatutafika mbali. Mara sijina wadharau kisa wewe mwanaume mwenyewe, siji utaniacha na mambo tu kibao. Kwani wanataka uendelee kufanya wanataka uendelee kufanya hayo mambo mpaka lini yani? Mimi sijui. Ila labda ni kwa sababu tu nilikuwa najitoa sana kwa ajili yao na kusaidia mengi kama familia. Wananihitaji labda, ila mimi sipo tayari, na nikiwashauri ndio kabisa hawaelewi. So nikaamua kujitenga nao. Wewe sehemu pekee ya kunitafuta ni kwa mama na baba. Usinichunguze chochote, wewe niulize mimi. Ni sawa mama, nimekuelewa. Unajua watu wengi huwatukana sana wale wanawake pale barabarani. Na ni kweli kabisa, changamoto za maisha hazifanani. Na hata utasema ni tabia tu ya mtu, maana unajua biashara huwa ni nyingi sana. Na kuna changamoto zinakupitisha mahali hata unajikuta wewe sio mtu wa kawaida. Kuna mahali unapita unajiuliza hivi, mimi hapa nimepitaje? Umeona? Wengine afya zao za akili hazipo sawa. Hadithi ya maisha yake inamfanya hata yeye mwenyewe ajichukie. Anajiona yeye hana maana yoyote. Na ukiona mwenzako anafanya jambo fulani alafu huwezi kumsaidia aondoke huko, basi muache. Pengine anataka yeye kufanya, pengine ana changamoto ngumu anapambana nazo. Mungu pekee ndio ataamua namna ya kumfanya. Kwa hiyo Adam, hata mimi nilipofika pale nilijua watu wote akili zao ni mbovu, hana la maana kichwani. Kumbe sio kabisa. Kama nilivyosema, hadithi za maisha zifanani Adam. Ila naamini mimi wale watu wanajua wanachofanya kabisa. Wale unaona sijui
Yaani kwanza kabisa mtaani ni watu heshima sana. Makaba ambao unaona hapo siji Malama ni watu heshima sana. Unavyoona pale barabarani haina maana tukua wanatoka vile au siji mama kwao. Wanaondoka mtaani wamevaa stara kabisa. Wakifika maeneo ya kazi ndio wanavua stara, wanabaki vile. Kwa nini? Kwa sababu wao pia wanataka heshima yao ibaki katika jamii. Ni ngumu sana kuwajua ukiwakuta mtaani kwamba wanajiuza. Maana hata asubuhi wanaporudi, wanarudi wakiwa wamevaa stara kabisa. Sasa nikakutana na watu pale wanasomesha watoto wao shule, tena shule nzuri kwa ajili ya kazi ile. Nilikuwa nashangaa inakuaje ni mtu analipa ada milioni 3 milioni 4 kwa ajili ya kazi ile. Watu nyumbani wanaishi vizuri. Anatunza familia nyumbani kwao na kuhakikisha kila kitu kipo sawa. Watu wana maisha safi sana. Ukiwatazama huwezi kuelewa, ingawaje wanajua wazi wanachokifanya ni chukizo, ila wanapambana. Unajua Adam jifunza kitu, hakuna kitu chochote utafanya katika maisha popote pale bila malengo. Na pia nikajifunza ya kwamba kama hakuna umuhimu wa kitu, basi sitanunua, nitatunza pesa. Nikipata pesa, ijalishi ukubwa wa pesa, sitafanya anasa. Nitafanya maendeleo. Hata itokee nini, mimi sitabadili mawazo, nitakuwa na msimamo, nitajinyima. Kwa hiyo niliwaza kama vile nipo ndani ya gari, sehemu ya kutisha. Dereva wa gari kwa bahati mbaya sasa kapata matatizo, natakiwa kuondoa gari sehemu ile ili kujiokoa. Nilifumba macho yangu, nikawasha gari, nikaruhusu gari kuondoka huku nikisema kwamba nitaendesha tu mpaka nifike mahali naenda, kwa maana duniani hapa hakuna msaada mwingine zaidi ya mimi peke yangu. Nitaweza, nitafanya na najiamini. Kwa hivyo ndivyo ikawa. Adam niliweza na nikafanikiwa. Nikafanya. Akili yangu kwa sasa mimi inaniambia mimi ni mali ya Mungu. Thamani yangu hailinganishwi na kitu chochote. Bali wewe Adam, nisamee kama tuko umejisikia vibaya, ila niamini mimi Adam, kila changu ni chetu. Ingawa ni ngumu kueleweka na upo huru kabisa. Na sasa tunahitaji pesa. Ile ni nyumba ninayopenda mno. Huwa nikikaa pale na Lea, natoa machungu yote moyoni na natoka mpya. Kwa sababu pale ndio nyumbani kwangu. Mimi siko na sehemu nyingine ya kwenda kusema tabu zangu. Kwa sasa na wewe, tutaweza pangisha tukapata hata pesa. Hapana, naomba uache kwanza. Pengine kuna muda utahitaji kunipeleka kwenu. Sasa utanipeleka wapi? Utakubali kwenda kwetu? Nitafurahi kufika kwenu, kupaona na kufurahia. Basi Ted alifurahia sana. Hata mimi nilifurahi nikimpa hongera nyingi. Tena nilisisitiza swala la marafiki zake lisimpe mawazo kabisa. Yeye sasa ni mke wangu. Anitazame mimi tu. Aachane na hao, maana hawezi kwa kuweza kukaa zizi moja sasa. Kabla sijalala, nilimpigia Hilary kuuliza kama amefika. Alinielezea kwa furaha kwamba asante sana kaka, nina furaha sana. Sijui tadumu ila nimeweza kula, nimeweza kusafisha nyumba yangu, nimefurahia. Kwa hiyo naomba mwambie Shem nashukuru sana. Nakushukuru pia rafiki yangu. Kuzungumza walau kumenipa amani. Kwa hiyo asante sana kaka. Nitabasamu nikasema, unasema kweli kaka? Basi ungepumzika kwanza, sasa usafi usiku ndugu yangu. Kaniambia kwamba Adamu huwezi kunielewa namna gani mimi najisikia. Huwezi kunielewa kabisa, ila mimi nawashukuru sana. Na yule mama nimeongea naye, kesho kanielekeza mahali naenda. Basi nikafurahi kwa ajili ya rafiki yangu. Na nilimwambia kuwa kesho kutwa tutakutana. Alifurahi sana, huku shukrani nyingi kwa Teddy zikimfikia. Na kumbe nilielewa kuwa kuna muda utasikia maneno mengi msikilizaji. Utashauriwa sana. Utaambiwa na kuonywa na kukanywa usielewe. Ila maneno ya Mungu yanaweza ingia na kugusa moyo wako. Ukisoma kwa imani, kumaanisha na sio kufanya ile kama eti sijeti unajifurahisha, no. So nilikata simu na kumsimulia Teddy wangu. Teddy alifurahi sana akisema kwamba Mungu amsaidie kwa kweli, maana anapitia changamoto ngumu sana, si rahisi kupona, inaumiza mno, ila Mungu atamsaidia. Tuendelee kumwombea tu. Basi Teddy alijimwaga kitandani akicheka na kunifanya nifurahi sana. Tulilala kwa furaha, upendo na amani. Asubuhi hatukuwahi sana kuamka, na tulipoamka Teddy aliniambia ninywe chai, nitoke nje nikanywe nywele. Nikacheka nikisema natisha Teddy alinitazama kutabasamu tu. Nilifanya utaratibu pia kuhusu gari.
Mimi nikatoka zangu na nilifanya kile ni kimenipeleka nje, nikarudi ndani, nimependeza sana. Teddy alinipokea akisema kwamba ona sasa ulivyopendeza, umependeza mpaka raha. Nikasema asante sana mama. Basi mimi na tuzo yangu tulianza tulijiandaa pale na gari sikuwa bado nimeliweka sawa. Bibi wangu akasema tuchukue tu bajaji. Tulifika mpaka huko Ushuani, Ushuani haswa. Teddy alipokeana vizuri sana na yule mama. Kisha alimsalimia kwa heshima yule baba na alimtambulisha akisema kwamba baba na mama, huyu ndiye mume wangu ninayeishi naye, anaitwa Adam. Yeye ndio matokeo ya mimi mnayeniona hii leo. Adam kipenzi, hao ni walezi wangu, hatuna uhusiano wa damu ila wananilea vizuri. Wamenifokea nilipotakiwa kufokewa, wamenishauri na kunipenda tangu nilipofahamiana nao. Kwa hiyo nawapenda sana. Basi msikilizaji, wazee hawa walikuwa wanatabasamu tu. Mama alisema ya kwamba karibu sana Adam, kwa kweli tunafurahia na tunashukuru sana kwa msaada wako kwa binti yetu. Mungu abariki sana. Karibuni sana. Na kwa sasa naona tunasubiri tu ndoa yenu. Basi nikasema kwamba nafurahia sana pia kwa fahamu. Mimi pia natamani sana. Ni changamoto kidogo tu ila tutazitatua tu. Na mwakani mapema na muoa anakuwa mke wangu kwa ndoa takatifu kabisa. Basi baba naye alisema kwamba mimi nitafurahi sana ikifika siku hiyo bwana. Karibu sana Adam, na usijali kuhusu changamoto. Mwenzio ametueleza kila kitu. Nasi tukaona kama wazazi tusiwaache peke yenu. Una sababu ya kulia na changamoto. Ni kweli ulizoea kazi ila Mungu kakutoa pale anazo sababu. Anataka uwe bora zaidi, utafute zaidi, upambane zaidi. Nikajibu ya kwamba ni sahihi kabisa mzee wangu. Nashukuru sana na nimejifunza vingi mno. Basi nakumbuka mzee alisema kwamba ndio maisha yalivyo. Tena mshukuru Mungu ulikuwa na pakuishi. Una mwanamke muelewa, una wazazi wanao uwezo wa kusaidia. Wengine upata matatizo na hata hana kitu chochote ambacho kinaweza kumsaidia. Na mambo yanazidi kuwa magumu tu. Kwa hiyo anachanganyikiwa sana bwana. Nikajibu ya kwamba hakika mzee, sasa nimejifunza kwenye kuwekeza akiba. Nimejifunza kwenye kujiongeza na kumfanya mke wangu awe mtafutaji. Nilivyoongea hivyo wote wakacheka, wakisema kwamba safi sana bwana. Wewe ukianguka basi mke wako anakuinua na kuficha aibu. Safi sana. Basi Teddy na mama walikuwa wamekaa karibu, wameshikana mikono kwa furaha. Huyu baba alisema kwamba Adam kijana wangu, mimi na mke wangu hapa tulimwahidi Teddy kumsaidia ili mradi tu arudi kwenye njia salama. Na sasa wewe upo hapa na umefanya kama Mungu atakavyo. Mungu akubariki sana Adam. Ni wachache sana wanaelewa changamoto za watu na kuzikabili. Wewe umeweza. Nilisema uje hapa kwa maana Teddy ana shida kwenye kutoa maelezo. Ndio maana nilitaka uje nikueleweshe. Mimi na familia yangu ni wafanyabiashara na biashara kubwa sisi ni wasambazaji wa vifaa vya mahospitali. Tunachukua tenda za hospitali kubwa tu huku na kule na kusambaza na hata maduka ya vifaa hivyo. Biashara hii ni nzuri sana. Sasa mwenzako alisema una pesa kidogo ambayo kimsingi kwa biashara hii ni ndogo sana. Sasa basi mimi na mke wangu tumeamua kuwashika mkono. Badala ya ninyi kuuza vitu vyenu, sisi tutawapa mzigo kiasi kuchanganya na pesa yenu. Tutawapa ofisi ila kila mwezi mtakuwa mnarudisha kiasi cha pesa kwetu. Sasa hayo tutawapa makubaliano. Kimaliza duka litakuwa chini yenu mazima. Na msipomaliza mtaendelea kufanya kazi chini yetu mpaka tumalizane. Sasa sijui imekaaje kwako. Msikilizaji, kikweli nilipenda sana. Nifurahi nikasema kwamba nipo tayari hata kuanza leo. Basi wote wakacheka wakasema kwamba sasa basi tutakuwa nadhani utakuwa mtu mzoefu na kazi hii ofisini kwako ili uzoee vifaa na vitu kama hivyo na majina yake. Si unajua tena Kwa hiyo tutakufundisha jinsi ya kupata wateja na mambo kama hayo, na nitafurahi sana nikiona faida kwenu na duka linakuwa mali yenu haraka ili muishi maisha yenu kwa furaha. Msikilizaji, sisi kuamini nijikuta napiga magoti na mshukuru Mungu kwa ajili ya hawa watu. Teddy wangu alikuja kunikumbatia akasema kwamba utaweza bebe, si ndio? Nilitoka machozi nikasema asante Teddy, nitaweza. Basi tulifurahi sana, tulikumbatiana kwa furaha zote. Mama huyu alisema kwamba tuache kulia, twendeni mezani. Kweli, Mungu akitaka kukupa hakuna wa kuzuia. Msikilizaji, Mungu amemimina neema kwa maisha yangu. Biashara sijaanza ila tayari nilianza kupata amani ndani ya moyo wangu. Teddy alinipa tabasamu ambalo siwezi kulizuia. Tulikula, tulipewa namba ya kuingiza pesa, tukasaini biashara, na baba alisema siku inayofuata tumfuate Kariakoo. Mpaka tunaondoka pale tunafuraha tu.
Nakumbuka tukiwa nje nilimwambia nikiwa na mtazamo usoni ya kwamba Teddy wangu, nakupenda sana. Nakushukuru mno. Unajua siamini mpaka sasa kama kesho tunaenda kuona ofisi yetu. Unajua siamini Basi baada ya kumwambia vile, Teddy nake anijibu ya kwamba tumeweza baby. Ila baby utaweza kurudisha pesa, tusije tukamkatisha tamaa. Nikamjibu ya kwamba wewe moyo wangu umefunguka sana. Tutaweza tu kipenzi, wala tusijali. Teddy akasema nakupenda Adam. Basi nilicheka tu. Tulikuwa na furaha mno. Teddy siku hii alinipeleka mpaka Mikocheni. Masai alifurahi sana kumuona. Alimtambulisha akimwambia kwamba huyu ndio mhusika hapa, mume wangu. Akija hapa usimzuie tafadhali. Huyu ndio mume wangu, sawa Mlinzi alinisalimia akisema ya kwamba samani sikujua mzee. Nilimtazama nikisema usijali bwana, unafanya kazi kwa makini. Basi Teddy alinishika mkono, tuliingia ndani. Milango yake anatumia kadi. Maisha yake safi kabisa. Watu wanatumia funguo, yeye anatumia kadi. Tuliingia ndani ya nyumba nzuri sana, kuna picha yake tu ukutani. Aliniuliza pazuri Nikajibu sana Teddy, ni pazuri mno. Basi tabasamu na kisha asema ya kwamba najua sio rahisi, ila karibu, hapa ni nyumbani kwetu, mimi na wewe, hapa ni kwetu, chochote changu ni chako, chochote chako ni changu, si ndio baby? Nikasema kwa pole, ndio hivyo baby. Basi bwana alianza kunitembeza kwa furaha akiwa kanishika mkono. Kila kitu hapa ni kizuri. Na aliniambia kwamba siku nyingine tu tunakuja kutembea hapa nyumbani, nyumba isibaki yani ikiwa tu hivi yani wenyewe. Maana sisi tupo. Nikasema sawa. Basi tulipomaliza tu mimi niliondoka na Teddy wangu, tulianza safari ya kurudi nyumbani. Kabla hatujafika tukapita sokoni kununua mahitaji yetu na kuanza safari ya kuelekea nyumbani. Teddy alipika tukala na hakika usingizi ulikuwa ni mzuri sana. Kweli Teddy na mimi tulipoamka bwana tulifanya yote ya muhimu, na baada ya hapo tulipita bank, tulifanya kama tulivyoelekezwa. Pesa hii tulichangishana ilifika milioni 15, na baada ya hapo tukaelekea Kariakoo. Duka lilikuwa sio kubwa wala sio dogo. Mzee alikuwepo pale na pamoja na kijana. Mzee alimpa maelekezo yule kijana kuwa mimi pale ndio mkubwa wake, na kwa hiyo anielekeze kila kitu. Basi alipomaliza kunikabidhi kila kitu, mzee aliondoka. Kwa mara ya kwanza mimi na Teddy tutakuwa dukani pamoja. Teddy alifurahi sana. Aliniuliza kwamba nzuri Nikasema Teddy, ofisi nzuri sana. Naomba tu tunashinda wote hapa, usiende popote, achana na hiyo nyingine bana. Teddy akauliza una uhakika mimi sitakuwa nakubana sana? Nitabasamu nikasema wewe kwa nini? Yaani kwa nini nihisi kubanwa Teddy, kwa pembeni yako kila siku ndio furaha yangu. Najisi huru zaidi. Basi Teddy atabasamu na kufurahia sana. Hapa ndio rasmi tulianza hii kazi. Nakumbuka siku hii tulipotoka tulienda kuambia wazazi wetu juu ya hili. Hakika walifurahi sana. Walipenda kuiona ofisi yetu nasi tuliwakaribisha. Sijui niseme nini, ila hii biashara kwangu na Tedesta ilikuwa nzuri sana. Nzuri mno. Teddy ana kichwa cha biashara. Alileta mpango wa yeye kubaki dukani, mimi nizunguke vituo vya afya mpaka vijijini, nichukue mahitaji yao na kupeleka mzigo. Yaani tulikuwa tunapambana haswa. Ilikuwa sio rahisi, maana unajua unakuta ni unasafiri hata wiki nini. Ila Teddy alinitia moyo. Tuliombea biashara pamoja, tulifanya kazi pamoja, maisha yalikuwa safi mno. Tulipata wateja sana. Teddy anajuana na watu sana. Sijui njia alizokuwa anatumia kwenye ushawishi. Ila nakumbuka hata yule mheshimiwa alitutafuta sana ili kunilipa kwa yote aliyotufanyia. Alitufanyia mpango, tulipata tenda kubwa serikalini ambayo ilibadilisha maisha yetu kwa kiwango kikubwa. Hata yule baba mlezi alikuwa anashangaa namna tunachakarika. Hakika umoja ni nguvu. Natamani msikilizaji nikwambie wanaume washirikiane na wake zao katika biashara zao. Hawa watu wana vibali sana jamani. Mke, ila sasa mimi siwezi, maana hila ni mwenzangu kakutwa. Nacheka sio kama nafurahia, lakini nafikiria nikisema niongee hii kauli kuna watu kama Hilali. Hilo ukipata bahati kama mimi mshirikishe mkeo jamani, utanishukuru sana. Ndani ya miezi 6 sisi tupo vizuri, tumepambana mno, biashara ipo vizuri mno. Hilali hakuwa sawa kama zamani, ila sasa hivi mimi na mke wangu tuliamua kuungana naye, tulimwajiri kuongeza nguvu. Sasa Teddy kipande cha pesa na mimi kutafuta wateja, huko Hilali akiwa anasambaza biashara kidogo kidogo. Yaani Teddy alikaa kwenye sekta ya pesa, afu mimi kutafuta wateja, alafu Hilali yeye ni ile kusambaza biashara kidogo kidogo. So alianza kuchangamka na tulimlipa mshahara mwisho wa mwezi. Siku moja nikiwa na Teddy wana ofisini kwetu nilipigiwa simu. Nilipokea, ilikuwa ni simu ya kazini.
Wamepiga simu eti narudishwa kazini. Sikutaka kubishana nao. Niliwaeleza wazi kwamba sipo tayari kurudi, tayari na kazi nyingine. Basi wanibembeza sana, bado nilisema hapana, sipo tayari. Sasa Teddy anauliza kwamba vipi, ni nani tena huyo? Nimjibu ya kwamba eti wanadai nirudi kazini baada ya kunifukuza bila hata kosa. Leo nirudi kazini? Teddy alinitazama na kusema kwamba haturudi, si ndio? Nimtazama na kusema na biashara je? Siwezi, nitafanya biashara. Basi tulicheka pamoja. Maisha yalizidi kusonga mbele. Familia yangu na walezi wa Teddy wakawa na uhusiano mzuri. Tulianza kuishi maisha safi, biashara ilizidi kuchangamka. Teddy alifanya matangazo kwenye redio, kwenye runinga juu ya biashara yetu. Tulizidi kufurahia, tulizidi kushukuru Mungu kwa maana biashara ilikuwa inazidi kukua na kukua siku hata siku. Ndani ya mwaka na miezi 6 nilizidi kuwa mzoefu na biashara. Tulikuwa na Tedesta mipango ya kujibana matumizi na malengo makubwa nini. Gari yetu bwana ilitusaidia mno. Maisha yalikuwa safi. Teddy aliniambia, ilikuwa ni usiku mmoja hivi, akaniambia kwamba baby, tuanze kujenga, unaonaje? Nikasema ni sahihi baby, lakini sasa unaonaje tufunge ndoa kwanza kisha ndo tujenge? Akasema kwanza kwa hiyo tutaishi hapa milele kweli? Nikasema hapana, tutajenga. Pesa ikiwepo kujenga ni rahisi. Nina hamu sana ya kukuona madhabahuni na gauni jeupe, uwe mke wangu halali. Please Tedesta, kubali, mimi sitaki kukosa kabisa. Teddy akasema unahisi nitakukimbia? Nikacheka tu. Akanikumbatia na kusema kwamba nimekubali kuolewa na wewe. Asante sana Adam, tufunge ndoa. Basi nilimtazama na kusema kwamba Teddy, unakubali kweli utakuwa wangu? Teddy akasema nimekubali tuoane. Basi nilifurahi sana na hata taarifa niliwafikishia wazazi wangu na walifurahi mno. Nazikumbuka zile nyakati waliofunga ndoa na wanaofunga wanajua msikilizaji. Maandalizi yakianza mambo yanakuwa hot. So tuliwashirikisha walezi wa Teddy ambao walitupongeza sana. Sasa ndugu jamaa na marafiki, kanisani tukaandikisha kutangaza ndoa yetu. Kila kitu kikawa ni sawa. Kamati iliundwa, nilitoa mahari ya Teddy kama sadaka kanisani kama alivyotaka, na maandalizi yaliendelea tu pale. Ndoa ikatangazwa mara zote bila kipingamizi. Hilo lilitusaidia kufuata mafunzo ya dini huku akitupatia hongera na chochote ajuacho kuhusu ndoa. Kifupi kila kitu kilikuwa sawa kabisa. Ilikuwa ni miezi, mwezi, masiku, siku, na sasa siku yetu nzuri ilifika. Kila kitu kilikuwa fresh. Siku hii Teddy na mimi tulifuatwa mapema sana. Teddy alipokuwa anajiandaa nilimwambia kwamba sitaki kusubiri wewe kuwa mke wangu halali. Kukuoa katika gauni lako jeupe na zuri sana. Teddy, unakuwa mke wangu leo. Teddy alinisogelea akasema kwamba nakupenda sana na nitakupenda maisha yangu yote Adam, na kwaidi nitakuwa kando yako siku zote. Basi nilifurahi sana. Teddy atoka mpaka na machozi. Nilimwambia Teddy ya kwamba Teddy, unamkubali Adam kuwa mume wako wa ndoa katika shida na raha, umaskini na utajiri, magonjwa na uzima, mpaka pale kifo kitakapotutenganisha? Teddy atoka na machozi akasema kwamba ndio nakubali, siamini naolewa leo, nakupenda Adam, asante kwa kunipa familia, kunifuta machozi na kunivisha heshima. Basi tulikumbatiana kwa furaha. Hata mama aligonga mlango akisema kwamba haya, mshaanza huko ndani si mmelala wote jamani, hebu amkeni bwana. Teddy, utachelewa saluni mwanangu. Teddy alitikia anakuja mama. Basi Teddy alinichuma pale na kutoka mbio mbio. Kweli tulifanya ya muhimu na tulifunga ndoa yetu salama. Na kumbuka ule muda tunakula kiapo, tulikuwa tunatazama huku tunalia. Yaani tunatazamana huku tunalia. Maana tulipotoana, Mungu ndo anajua. Watu ndani ya kanisa walijawa na furaha sana. Tulitoka tukiwa na furaha mno. Tulienda sehemu kupiga picha. Kifupi mambo yakawa ni mengi mno. Bibi harusi mzuri kuliko wote. Bibi harusi anayependwa sana na watu. Lina ni mwenyewe hakuwa na neno, ilibidi tu akubali. Teddy alienda saluni na mimi nikawa nawekwa sawa. Mara nikamwona Hilal akiwa ameshtuka bwana. Nikamuuliza kuna nini kaka, mbona umeshtuka namna hiyo? Hilal akawa hataki kunionyesha pale. Akanichukua mpaka chooni. Tulipofika huko aliniambia kwamba najua ni mwanaume, utajikaza ili ujue cha kufanya, si ndio? Nikamwambia kwa mimi mwache maneno mengi bwana, naomba niambie kaka, mbona hivyo? Alivuta pumzi na kunipatia simu yake. Niliposhika mikono ilinitetemeka, machozi yalinimwagika. Suti nilisi na nibana. Yaani sijui hata niseme nini msikilizaji. Mwili wangu wote ulishiwa nguvu. Katika lile grupu la kamati ya maandalizi ya shughuli, wazazi wapo humo, marafiki, ndugu na jamaa wengine. Kuna namba ilituma picha zote mbaya za Teddy akiwa anajiuza, picha za ajabu, picha za ovyo, picha takataka.
picha hazifai kutazamika, picha za kumvua utu Teddy. Haijalishi kulikuwa na habari kwenye kipande cha gazeti. Kichwa cha habari kinasema kwamba msichana mwenye umri wa miaka 17 amuua baba yake mzazi. Picha ya kichwa cha habari hiyo ni Tedesta. Nilishiwa nguvu, sioni hata pa kuweka uso wangu. Ni chooni, ila machozi yalinitoka. Nikakaa chini kabisa. Baada ya hapo baba alipiga. Nalia, Hilal likachoka, anasema kwamba baba anapiga simu. Nikamtazama Hilal analia tu. Simu ya baba ikikata, wengine wanapiga. Simu sasa ikawa inakuwa inaita tu. Nilisema kwamba mpigie Teddy haraka sana Hilal, na kuomba nataka kuongea naye. Mimi namjua Teddy, akiona hivi, sijui itakuwaje, ataumia sana. Atajikatia tamaa. Basi Hilal alikuwa kama kavurugwa, anapiga namba ya Teddy hapatikani. Piga namba 80. Kifupi Teddy hapatikani. Nilihisi kupagawa. Kila nikiwaza zile picha zilivyo, kisha wazazi wangu na watu wengine wameona, na mhurumia Teddy. Aibu. Asa Teddy wangu kila lake lipo wazi. Mimi namuelewa, ingawa sijui kuhusu kuua baba yake. Sijui kama kuna kitu ananificha na sijui lengo lake, lakini bado ndani ya moyo wangu naamini nitamuelewa. Aya, vipi wengine watamuelewa? Mama yangu na alivyokuwa anapinga hapo awali, atanielewa mimi? Ni mke wangu sasa, watanielewa tu. Nilimwambia Hilal ya kwamba kaka, achana na simu. Naomba sana nipeleke saluni ambapo Teddy anapambwa. Nipeleke haraka. Hilal ukimtazama msikilizaji, ndio kachoka kunizidi. Ninamtazama na kumuuliza, ndio ananipa simu tu nione kwa macho yangu. Mke wangu Teddy ametapakaa kwenye midomo na habari za watu. Kila mtu anaandika la kwake. Bibi harusi wa leo ni muuaji, bibi harusi kahaba, alimuua baba yake. Nikisoma habari za Teddy, tena habari chafu zimetapakaa mpaka aibu. Kuna video kabisa wanavogombea wanaume, nikiona Teddy alivyokuwa anakukuruka na wanaume. Roho yangu inaniuma. Naumia sana kama mwanaume. Ila nitafanya nini sasa? Kikweli kabisa kulia sikuweza. Nimwambie Hilal ya kwamba mimi na wewe tunaelewana. Tunamuelewa Teddy. Utanisaidia kuwafanya hawa watu wengine wamuelewe Teddy wangu. Utanisaidia Hilal, si ndio? Hilal alisema ya kwamba huna haja kufanya watu wote wakuelewe kaka. Una sababu ya kuaminisha watu kuwa wewe ni mtu wa namna gani na Teddy ana thamani gani kwako. Jambo kubwa na la muhimu ni kuwa Teddy ni jasiri. Teddy anajua anachofanya. Teddy anakupenda sana. Twende tumfuate, twende. Msikilizaji, nilikuwa kama mjinga. Nikasema haya kaka, twende. Nakumbuka mpaka tunaingia kwa gari, mimi simu yangu ilikuwa imezimwa. Na simu ambayo ilikuwa inatumika sana ilikuwa ni ya Hilal. Haipumziki mpaka kero. Kama tujuavyo likitokea jambo basi watu wako wa karibu watatafutwa mpaka basi kwa niaba yako. Basi moyo wangu ulikuwa unaniuma sana. Hakuna kitu kinauma kama kweli unampenda mtu kisha akapitia matatizo makubwa kama haya. Simu ya Hilal ilikuwa inaita sana. Alikuwa ni baba yangu. Hilal alisema kwamba simu ya baba inaita sana, naomba nimsikilize. Nimtazama tu. Hilal alipokea simu. Alipopokea simu, baba alimuuliza kwamba wanangu mpo wapi? Hali ya mama yenu sio nzuri. Hebu njooni hospitali haraka sana bwana, naomba. Nimtazama Hilal, nikamuuliza kwa sauti ya upole kwamba kuna nini tena kaka? Hilal aliniambia kwamba kaka, hali ya mama sio nzuri. Mama anaumwa sana, mama ni mgonjwa, tunahitajika hospitali. Nimuuliza na Tedesta yuko huko ama? Hilal akasema, upo sawa Adam? Nilifumba macho, machozi yalinitoka. Tena machozi mengi mno. Nimwambia dereva kwamba naomba tupitishe saluni na kisha tuende hospitali. Basi baada ya kufika saluni bwana, walianza kunongonezana nini, kumenyana. Mimi sikujali. Kitu pekee ambacho mimi nilijali kwa wakati ule ni kujua mke wangu alipo. Basi nikauliza kwamba Samanda, nataka kujua mke wangu yuko wapi? Alikuwa hapa na pambo, yuko wapi? Basi yule dada akasema kwamba kiukweli hata sijui, ametoka hapa mbio sana. Ametoka hapa haraka kwa kukimbia, hatujui wapi kaenda, hata wale aliokuwa nao pia ilibidi waondoke, hayupo hapa. Nijikuta naishiwa nguvu, nikasema kwamba tafadhali Teddy, niambie uko wapi, niambie nije kuzungumza na wewe, nakuomba sana. Msikilizaji, nakwambia hakuna kitu kibaya kukikabili kama aibu. Kuna muda nilikuwa najiona mimi ni kidume, kuna muda nilikuwa najiona imara, ila nakwambia ile aibu ya Teddy ilinivaa. Ni kama ni mimi ndio nimevuliwa nguo. Hofu ilinitanda. Nguvu zilikuwa zinanishia, mwili unatapatapa. Kuna namna nikawa ninajisikia ndani ya moyo wangu. Nilikuwa ninajisikia maumivu makali sana. Nikawa ninajisikia uchungu sana. Woga na papasiko wa moyo nini. Namtafuta Teddy wangu.
Mimi naishiwa nguvu. Mpaka Hilary anakuja kunishikilia, sijui hata kuhusu Teddy wangu. Atakuwa anajisikiaje? Kwa kweli nina uchungu moyoni ambao nilikuwa sielewi na sielewi nini nitafanya. Alinichukua mpaka kwenye gari, nilikuwa namuuliza Hilary ya kwamba kaka, atakuwa wapi Hilary alinilaza mapajani mwake kwa upendo mkubwa sana. Hakuonekana kuwa sawa hata kidogo. Hilary hakupenda yale yamenitokea. Aliumia sana. Alikuwa tu anafuta machozi yake kwa kutumia leso. Kwa maana yeye ni shahidi mzuri sana wa ndoa yetu. Yeye anajua kuhusu upendo wetu, anajua yote. Machozi yanatoka huko ndani ya moyo wangu. Ninasema ya kwamba yoyote aliyetuma huu uchafu kwenye ile grupu nitakula naye sani moja, sitamwacha. Basi tulifika hospitali. Kushuka hivi nahisi mwili mzito. Hilary ananiambia kwamba Adam, unapambana kwa ajili ya Teddy. Watu wanatakiwa kukuona imara kwa ajili yake. Wewe ndio unatakiwa uwe mtoa hukumu ya Teddy. Wewe ndio mwanaume shujaa ambaye umebadilisha maisha ya Teddy na kumfanya mwanamke mkamilifu na kipenzi cha watu wengi. Mtetee Teddy. Simama na Teddy, acha kulia, acha kuzunika. Nilimjibu Hilary ya kwamba kaka, natamani kufanya hivyo. Ila miguu yangu ni mizito sana. Mwili wangu umekuwa kama umemwagiwa maji ya baridi, una ganzi kila mahali. Nimekuwa siwezi, yani ujasiri wote yani sija hata niutolee wapi yani. Hilary akajibu ya kwamba naomba ushuke kaka. Kikweli nishuka ndani ya gari, huku ujasiri wa kukabiliana na hili jambo nikiwa sina kabisa. Nilikuwa naoga sana. Nilikuwa sielewi nini nifanye. Niliposhuka taratibu nilianza kutembea. Nilifika mpaka ndani. Pale nakutana na mama mlezi wa Teddy, baba mlezi wa Teddy, ndugu zangu na marafiki wengine wa mama, yani watu wa kanisani, na babangu alikuwa amejitenga analia. Wale walezi wa Teddy waliponiona tu, walinifuata na kunikumbatia kwa upendo wakilia sana. Sikutaka kuchelewa kabisa. Niliuliza ya kwamba Teddy wangu yuko wapi? Yupo hapa au? Walinitazama kisha mama kwa huruma alisema ya kwamba tulijua mpo wote mwanangu. Nimejaribu sana kupiga simu yake. Nimejitahidi lakini haipatikani. Sasa nisema ya kwamba Teddy hayupo hapa kwa mama yangu. Sasa atakuwa ameenda wapi? Nilikuwa najisimisha mwenyewe kwa maana alisema nisimtafute popote kwa maana hana pa kwenda na nisije thubutu kwenda kumtafuta yeye maeneo yale. Sasa mimi sikutaka kuchelewa, nilimfuata babangu kwa kuwa alikuwa ameinama tu. Niliita baba. Baba aliinuka. Yaani aliinua uso wake ulikuwa umejaa machozi. Akasema kwamba Adam, mwenzo yuko wapi? Nisema kwamba nilijua yupo hapa baba. Baba akasema ulifahamu hili jambo si ndio mwanangu? Nilimtazama na tabasamu kunalia kwa uchungu. Nikasema kwamba baba niamini mimi. Hakuwa amependa. Nilimbadilisha, amebadilika. Ananipenda sana, ni mwanamke mzuri. Baba akasema kwamba wewe ni mwanaume mzuri sana. Siwezi kukuacha peke yako kwenye hili. Teddy ni binti yangu. Nimeumia kama baba. Watu wote wanatuongelea sisi. Mama yako amechanganyikiwa kuhusu hili. Ila mimi nasimama na wewe. Na tutamwacha hapa ili twende tukamtafute Teddy. Hayupo kwenye wakati mzuri kabisa. Anaweza kujidhuru. Twende mwanangu, mengine tutaongea tukimpata. Basi kwa mji wa Dar es Salaam hapa na hapa kidogo tu muda umesogea. Ni mji ambao una mambo mengi sana. Kwa hiyo mpaka muda huo Teddy tunamtafuta. Ilikuwa ni usiku. Hata mamangu mwenyewe sijamuona. Sijamtia usoni. Nilikuwa naumia yani. Shati lenyewe hapa ni nimechomolea tu. Miguu natembea na socks. Tai ni nzito, kila kitu naona taabu tu. Tulifika mpaka nyumbani ninapoishi na mke wangu. Tulikuta pamefungwa kama tulivyopaacha. Kwa maana shughuli nzima ilikuwa ikiandaliwa kwa mama. Nijikuta tu nasema kwamba Teddy hayupo hapa baba. Hilary akasema kwamba itakuwa nyumbani kwa mama kule, twendeni. Basi tukageuza gari tena. Safari ya nyumbani ilianza. Mimi siongee kitu. Nalia tu, naumia tu. Baba na Hilary na baba mlezi ndo wananipa moyo kuwa tutampata ntulie tu. Basi niwaambia kwa huruma ya kwamba nitawezaje kutulia sasa, sina hata mimi nachoelewa kuhusu mke wangu. Tulifika nyumbani, kulikuwa na watu wachache sana. Nilipitiliza ndani katika chumba ambacho tukiwa nyumbani ndio huwa tunalala hapo. Basi nilianza kumuita Teddy, uko wapi Teddy? Teddy hakuepo. Hakuwa anapatikana hapo kabisa. Nitoka nikiwa nalia nikasema kwamba yupo hapa ise. Mama baba, ulizeni basi nyumbani labda akakimbilia kwenu, naomba sana. Mama alipiga simu lakini jibu lilikuwa ni Teddy hayupo pale. Hapo sasa muda umesogea, yani kushakuwa ni usiku. Nikauliza kwamba au labda polisi washamkamata Teddy nini?
Baba akasema kwamba acha mawazo hayo bwana. Namjua Teddy mimi. Tafadhali waza alio mazuri bwana. Tangu nimemfahamu Teddy msichana mzuri tu na mwenye akili sana. Sasa katika kuendelea kuwaza bwana, tukajikuta tumemkumbuka Mnasihi. Usiku ule tulimfuata mpaka kwake, ila alishia kusikitika kwa maana Teddy hakuwepo. Alinitazama na kuniambia kwamba Adamu, mtafute. Lazima kuna mahali anakusubiri tu wewe. Naomba ujitahidi sana kumtafuta, ni muhimu sana. Basi nilichoka. Sasa baba alisema kwamba vipi, hana marafiki labda uwapigie? Nikasema kwamba baba, mimi ndiye rafiki pekee wa Teddy. Hana rafiki wengine, yani ni mimi tu. Basi ghafla nikakumbuka rafiki yake alivyoniambia siku ile kwamba nenda Mikocheni, huko ndio anapenda kukaa akiwa na shida au kujisikia upweke. Na nakumbuka Teddy mwenyewe alishawahi kusema ya kwamba Adamu, hapa ni kwetu, karibu sana. Huwa anajisikia vizuri sana nikiwa hapa. Tu tunakuja mara moja. Basi nikainuka haraka. Nikisema kwamba nimekumbuka, Teddy nyumbani kwetu, twende Mikocheni. Kikweli kabisa ni tulipokuwa na Mikocheni ni mbali sana. Ila watu hawa waliungana na mimi. Hila akiwa ndio kijana mwenye nguvu akinisaidia kunishikilia. Tulianza safari. Foleni za hapa na pale mpaka sasa ilikuwa imefikia kwenye muda wa saa 8 kasoro. Dakika chache tu ndio tulifika kwenye ile nyumba. Tulipofika pale getini, Masai akawa hataki kufungua geti. Ilibidi nishuke. Aliponiona alisema kwamba kumbe msee, nafungua haraka. Nikamuulizia kwamba mke wangu amefika hapa. Masai akawa ni kama hataki kusema hivi. Nikamuuliza tena, ndipo alisema kwamba haiko sawa, alifika hapa analia sana. Nilishusha pumzi nikasema asante Mungu. Huko ndani ya moyo wangu nikisema kwamba Teddy, kama sijawahi kusema namna nakupenda, sijawahi kukuambia jinsi ninavyokupenda, basi yale maneno magumu nilitaka kukuambia leo ukumbini mbele ya watu wote, nitakwambia uko ndani. Nakupenda sana Teddy. Basi njikuta naambia kwa furaha kwamba baba, shukeni upo ndani, tumempata Teddy. Wote walishuka wakimshukuru Mungu. Tulifika mlangoni, kama nilivyosema nyumba yake ya kisasa ni kadi na namba ya siri ambayo tayari kwa muda wote huo nilikuwa naijua. Hivyo tuliingia ndani, nikaanza kumuita Teddy pale. Nyumba kaibandika picha zetu. Sasa kila mtu alianza kumuita Teddy. Nyumba ilikuwa kimya sana. Sasa ni mimi pekee niliyemfuata chumbani. Chumba ambacho ndo alikuwa anakipenda na kukipatia sifa nzuri. Nilipofika mlangoni kaita kwa upole tu kwamba Teddy. Kulikuwa kimya sana. Kimya mno. Sikuwa na kufanya. Niliingia, sikuona mtu kitandani. Nikajipa moyo nikisema kwamba pengine yupo chooni. Si ndio nikaingia chumbani bwana. Sikuamini macho yangu. Sikuamini kile ambacho nimekiona. Kwanza chumba kina damu sakafuni, damu zimetapakaa. Teddy kalala chini. Kajishikilia kisu tumboni. Nijikuta nalia na kuita kwa sauti ya maumivu sana. Watu wote walikimbilia kule nilipo. Mimi nikiwa nimekimbilia kwa Teddy na nguo yake tuliopanga atavaa usiku nini. Alipendeza sana, alikuwa mzuri, ila uso wake ulikuwa ni wa huzuni. Nilimkumbatia nikilia na kumuuliza kwamba Teddy, umefanya nini sasa? Niambie kikisu hakijafika mbali. Niambie nikikitoa hiki kisu utakuwa mzima. Basi watu wengine walipofika, nilisikia tu Yesu wangu, na maneno mengine nini. Nilianza kucheka unajua. Nikasema Teddy, unafanya masiara hiki sio kisu nikikitoa utakuwa sawa, si ndio Teddy Teddy, mimi nakujua Teddy. Wewe Teddy ni jasiri sana. Una imani kubwa Teddy. Haya amka mke wangu, amka sasa kipenzi. Teddy hakuwa amelala kwamba nikimwamsha atamka. Teddy alilala usingizi wa milele. Nakumbuka sana usiku huo. Nilipiga tena kelele kali nikisema Tedesta. Watu wote walianza kulia. Nilia kwa uchungu, nimemkumbatia Teddy. Nimetapakaa damu ya Teddy. Hilal alikuja kunitoa, akija kunitoa na msukuma, nasema niache, nataka nibaki na Teddy wangu, nataka nilale naye tuamke wote, sogea mbali niache. Sijui wakubwa aliongea nini, ila baada ya muda babangu aliniambia kwamba mwanangu, najua naumia, ila huwezi kuendelea kujiumiza hivyo, na kuomba muache Teddy apumzike, inuka hapo. Nilimtazama Teddy, kisha baba, alafu nikaanza kumuuliza Teddy ya kwamba hivi, unamuelewa baba yako mke wangu baba yako anakupenda sana, ila msikiti anasema eti nikuache hapa. Ninakuachaje na hiki kisu? Natamani nikichomoe, ila mimi sio mtaalamu, nitakuumiza. Baba, mpigie daktari aje achomoe ili Teddy awe mzima.
Baba alishindwa kuvumilia, alijikuta akilia kwa uchungu akisema, Mungu wangu, nitafanya nini sasa? Pale chini pembeni ya Teddy niliona diary. Diary ina rangi nyeusi, nzuri sana. Haraka nikavuta. Wote wakaniuliza kwamba kaandika nini. Nikafunua kidogo mwanzo pale. Teddy aliandika kwamba hello Mr. Husband. Nikacheka kidogo nikasema yes baby. Alianza kulia. Hilary alichukua diary na kusema kwamba naomba nisome kwa niaba yako. Najua uwezi kwa sasa kaka. Nilimtazama tu Hilary nikamuuliza kwamba kaandika nini kwani. Ndipo Hilary alipoanza kusoma. Aliandika ya kwamba story ya maisha yangu halisi. Kwanza kabisa niombe radhi kwako Adam. Kusema kweli nakupenda sana. Sijawahi kupenda mwanaume katika dunia hii zaidi yako. Wakati awali nilipokueleza kuhusu mimi, sikuwa mkweli. Ingawa hadithi ilikuwa ya kweli. Ya kweli kwa maana ya kuwa hadithi ile inamhusu mmoja wa rafiki zangu ambao nilikuwa naishi nao. Nilipata wazo la kuandika hadithi yangu kutoka kwa mama yule mnasii ulikonipeleka. Mama yule aliniambia kwamba niandike kila kitu muhimu na kiwe kizuri au kibaya nilichopitia katika maisha yangu. Nisifiche chochote kwa maana hii ni njia nzuri ya kutoa maumivu moyoni. Adam, mimi sio mwandishi mzuri. Ila nafurahia kumwaga machungu na machozi yangu kwenye hii karatasi. Kama nilivyosema, samahani kwa kukupa hadithi ya mtu mwingine na kuficha ya kwangu. Sio kama mimi ni mwongo. Ila yangu huwa naona ni hadithi ambayo haifai kusikilizwa kabisa. Mimi naitwa Teresa. Hili ndo jina langu halisi. Ni mtoto wa pili kati ya watoto wawili. Ninaye dada yangu mzuri tu. Dada yangu kipenzi. Dada yangu mwenye upendo sana. Anaitwa Ana. Sisi tumezaliwa katika familia bora sana ya wafanyabiashara. Yaani wazazi wote ni wafanyabiashara. Mama yangu na baba yangu. Siku zote sisi tumeishi kama vile hatuna wazazi kabisa. Baba alikuwa kwenye biashara zake, mama pia alikuwa kwenye biashara zake. Tunajikuta nyumbani tunabaki wenyewe tu, haswa siku ambazo sio siku za shule. Dada yangu alifaulu na kuanza sekondari. Hivyo nyumbani nilibaki mimi mwenyewe na hawa wazazi hewa. Ndipo kuna tabia ilizuka. Siku moja usiku mama alikuwa amesafiri kibiashara. Nyumbani nilikuwa mimi, baba na dada wa kazi. Lakini mimi nilala chumba changu na dada wa kazi alilala chake. Chumba chetu kilipakana na wazazi, nafikiri ni sababu za ulinzi zaidi. Usiku ule nakumbuka haujawahi kutoka kwenye akili yangu. Hata nikiwa na furaha kiasi gani nikikumbuka ule usiku, furaha yangu yote inapotea. Nashindwa kufurahi, nashindwa kutabasamu. Nakosa furaha kabisa. Pumzi inaniishia, amani nakosa, na kuwa ni mtu mwenye machozi. Babangu alikuja chumbani. Nilijua labda pengine baba yangu amenikumbuka sana maana tumezoea kuwa wenyewe. Aliniambia kwa pole, Teresa. Niliamka na kusema, Daddy, usiku mimi na usingizi, kesho tutaongea vizuri. Baba aliniambia kwamba amka mwanangu kipenzi. Leo nimekuletea zawadi nzuri. Basi nampenda sana babangu kuliko hata mamangu. Niliamka ila babangu alikuwa amevaa taulo. Aliponiona nimeamka aliniambia kwamba sasa mwanangu unatakiwa kuwa kimya, tutakachofanya hapa hakuna kusema. Umeona hii bastola na kuua. Ole wako umwambie mama yako. Ole mwambie mtu yeyote. Hata hivyo ukisema hakuna wa kukuamini na utaonekana ni mtoto mjuaji sana. Haya, vua nguo zako hapo, uninyonye na kisha nitajua cha kufanya. Nilianza kulia nikisema baba sitaki. Sasa sijui ni utoto au kitu gani. Babangu alitoa bastola. Kisha alinifunga mdomo kwa nguo. Akanishika mikono yangu kwa nguvu. Alimpaka mafuta sehemu zangu za siri. Kwa mara ya kwanza babangu aliniingilia bila huruma. Kwa kilio, kwa machozi, kwa maumivu makali sana. Tena alipomaliza alinibembeleza nisilie, akisema ya kwamba utazoea tu, utazoea mwanangu, wala una haja ya kulia. Wewe vumilia tu, takupa zawadi. Niliendelea kulia. Akaniuliza, unakumbuka nilichokuambia? Sasa ule wako nakwambia, ropoka useme kwa watu au kaka yako na kumaliza. Baba alitoa kila alichoona kitaleta ukakasi. Alinisafisha na kisha aliniacha pale kitandani nikilia. Baba ambaye alitakiwa kunipenda, kunilinda, kunitafutia maisha mazuri, ndiye baba huyu aliniumiza. Alinifanyia ukatili.
Kesho yake kwa kweli sikuweza hata kuamka hata pale kitandani. Nibaki nalia tu, natamani hata dada yangu angekuepo. Natamani yeye angekuepo niseme. Ila na yeye yupo shule. Dada wa kazi siwezi kuzungumza naye, atamfanya nini babangu? Maana hayupo nyumbani. Yeye na mume wake ni kila mtu na biashara zake. Nilijua labda ndio mwisho, lakini baba yangu kesho yake tena irudi tena na kurudia yale yale. Huyu ni baba yangu mzazi, anayenifanyia haya. Baba ambaye ninampenda mno. Muda ulizidi kwenda. Yaani baba, mama asipokuwepo tu ajali hata umri wangu mdogo. Ananifanya mimi ndio mke wake. Nakumbuka mama yangu airudi. Nilimpokea mama kwa furaha sana kwa maana niliamini sasa nitasema. Kwa maana sasa nilikuwa ninachukia hasira na baba yangu. Baba yangu alimpa upofu mama yangu. Mama aliporudi baba alijifanya kumkumbuka sana mama. Alimtoa na kurudi nyumbani usiku. Mimi nilikaa kumsubiri mama lakini wapi? Mama kirudi yupo na mume wake wanacheka na kufurahia wakati mimi naumia. Siku moja aliporudi tu mama alisema kwamba hivi mwanangu kipenzi, kwa hiyo siku hizi unakaa kunisubiri mimi na baba yako. Na hata baba yako humpendi tena maana kila ukimuona unakunja sura tu. Kwani amekunyima zawadi au kuna nini? Nimtazama baba na mama kwa hasira nikakimbilia chumbani. Nilipofika tu chumbani baba alisema kwamba wewe mpumbavu, nataka kumwambia nini mama yako? Unajua nitakuvunja, funga hilo bakuli lako kabla sijakumaliza. Nilimtazama tu baba yangu na kutokwa machozi. Nikawa mtoto mkimya sana, nikawa mtoto ambaye nipo kama yatima, sina wazazi kwa maana hakuna anayenijali wala kunisikiliza. Mama yupo nyumbani, sina hata kumwambia. Niliendelea kuteseka na kuteseka. Na hali ile nikiwa sina msaada wote ule. Nakumbuka dada yangu airudi kutoka shule. Kama nilivyosema dada yangu ananipenda sana. Aliponiona hakuniona kama nilivyokuwa zamani. Usiku wa siku ile ile dada yangu tukiwa chumbani aliniuliza, mdogo wangu, mbona upo kimya sana? Nilimwambia kuna tatizo dada. Nilikukumbuka sana ndio maana unaona hivi. Dada yangu alinikumbatia na kusema kwamba hata mimi mdogo wangu mzuri nikukumbuka sana. Nikamuuliza dada tunalala wote? Dada yangu alinishangaa na kusema kwamba unauliza, sasa nitalala wapi kama sio kulala hapa na wewe? Sitalala popote mbali na wewe. Basi nitabasamu huku sasa nikitoka machozi. Siku zilisogea, dada yangu alizidi kuiona ile hali. Nakumbuka siku nyingine tena tukiwa sebuleni akasema kwamba Teresa mdogo wangu, mimi ndio dada na rafiki yako. Niambie chochote nitakusaidia. Sema lolote, mimi dada yako. Itakuwa siri yetu. Nitamani sana kumwambia dada ila niliogopa. Badala yake nilimwomba dada ya kwamba dada, nimechoka ukaa peke yangu nyumbani. Naomba usiende ukaa shule. Hamia tu shule ya karibu. Dada aliniambia kwamba yani ina maana nikibaki hapa utafurahi? Nikasema ndio, na tena tu tunakaa wote hapa na tunalala wote. Baada ya kumwambia hivyo dada alicheka akasema kwamba lakini kwa sasa nipo kidato cha 4. Tunakaribia mitihani. Vumilia kidogo nimaliza na kisha kidato cha 5 na cha 6 na chuo mimi nitakuwa ninakaa hapa. Basi miaka ya uchungu kwangu, uchungu wa kufanywa na baba yangu ili hali mama yangu haoni chochote. Yupo tu na kazi, hata muda wa kuzungumza na mimi mama hana. Pengine mama angekuwa kama dada yangu angenisaidia, ila dada pia hakuwa mkubwa sana wakati huo. Hivyo nitamani kuzungumza na mama sana. Mama kila ukimtafuta atakwambia kafanye kazi za shule, kaangalie TV na mambo mengine tu kama hayo. Nikawa nakosa muda kabisa kuzungumza, na baki nalia tu. Dadangu alifanya kama nilivyotaka. Alihamia nyumbani ili nisaidia, ingawa baba alikuwa anapinga akisema kwamba kwa nini ana amerudi nyumbani, unatakiwa ukazane kusoma usije ukafeli ututie aibu. Dada Ana alisema kwamba hapana baba, nipo hapa pia kwa ajili ya mdogo wangu, anakuwa mpweke sana. Atifu mimi nasoma sana, si umeona matokeo yangu na kidato cha 6 pia nitafanya vizuri zaidi. Basi baba kwa kinafiki tu alitabasamu akasema unampenda sana mdogo wako Mama alicheka akasema watoto wenyewe wapo wawili tu. Ni lazima wapendane, ni lazima kila mmoja amjali mwenzake. Ana akili sana. Unajua sisi tupo busy tu, tunasahau kuhusu watoto kabisa. Basi baba alitikia tu. Ila nilimtazama kwa jicho la maumivu. Upendo uliokuwa nao kwa baba yangu wote uliisha. Sikuwa na upendo tena kwa baba yangu, ulikufa, ulikatika wote. Ni kama vile dunia namna imepoteza uwezo wa watu kuota ndoto za misingi na zenye maana. Niliacha kuota ndoto.
Nilianza kuwa na chuki na hasira kwa baba yangu. Ilinisaidia mahali ilipofika kuwa ninatakiwa kwenda shule za bweni. Nilikuwa natamani hata likizo isifike, nibaki tu shule. Wakati mwingine nilitaka kuishi tu nyumbani kwa rafiki zangu, nisirudi nyumbani, kwa sababu kila nilipokuwa na nyumbani babangu hakuacha kunifanyia ukatili kabisa. Tena ukatili ulikuwa unazidi siku hata siku. Ni jambo la ajabu. Nawezaje kusema kwa watu kuwa baba ananifanyia ukatili? Ninawezaje kusimulia nje kuwa ninalala na babangu? Ilikuwa ni ngumu sana. Nakumbuka sana wakati nimaliza kidato cha 4. Siku hii niliamua kuzungumza na dada yangu, kwa maana nilikuwa ninateseka sana. Na sasa dada alikuwa anafanya kazi kwenye biashara za familia, ila bado alikuwa na muda na mimi. Sijui kwa nini tu baba na mama hawakuwa wanawaza hili. Siku hii nilimwambia dada kwamba nimechoka sana kukaa nyumbani, dada tutoke leo. Dada akasema leo unataka kufurahi na mimi? Basi ni vizuri. Basi mimi nikatulia tu pale. Dadangu aliniandalia nguo nzuri. Nilifurahi sana kutoka na dadangu. Dadangu naye alifurahi. Alinipeleka sehemu nzuri, hoteli nzuri tu. Nikala, kanunulia nguo, viatu na vitu vingine. Na ndipo tulipomaliza kula, wakati sasa tunacheka, nilisema kwamba dada, nina maumivu sana, natamani nikuelezee namna naumia ila siwezi. Natamani ujue namna najisikia ila nashindwa. Dada, kikweli nateseka sana tangu nikiwa mdogo mpaka sasa najitambua dada yangu. Nina maumivu ambayo yalezeki. Naomba uniahidi hautomwambia yeyote na hautofanya lolote, ila utanisaidia kama mdogo wako. Dada akasema ya kwamba niambie haraka mdogo wangu, una shida gani? Basi niliyafumba macho yangu, machozi yalinimwagika. Nikiwa nimeyafumba vile vile macho yangu niseme ya kwamba tangu nikiwa mdogo baba ananiingilia kimwili, tena kikatili sana, huku akinitisha sana. Dada alishangaa na kusema kwa upole, Teresa, mrudia, sijasikia vizuri, unasemaje mdogo wangu? Nijikuta naanza kulia kwa uchungu nikisema kwamba ningemwambia nani sasa? Nani angenisikiliza? Nani angenielewa? Aibu yangu na familia nzuri. Alinitishia bastola na aliahidi kunigeuzia kibao kwa namna mbaya. Dada, mimi nachanganyikiwa, mwili umechoka, roho imechoka, nipo kama sio binadamu. Dada yangu, naomba unisaidie. Dada jasho lilimtoka. Akasema uliwezaje kunificha hata mimi mdogo wangu? Ina maana upendo wangu ni mdogo kwako? Mbona nakupenda sana, kwa nini kuniambia mimi dada yako? Ninaumia sana. Yaani anataka watu wakuonaje mdogo wangu? Ina maana wanawake wote nje huko ameamua kumsaliti mama kwako? Anataka mama akuone wewe wa ajabu? Ina maana baba ni mchawi namna hii? Maskini mama amolewa na katili sana, na unajikuta wanawaza kazi tu. Hatujui hata kama unateseka. Nisamehe sana mdogo wangu, ila hili jambo haliwezi kufanyika bila ushahidi. Lengo langu ni baba akamatwe, afungwe, akafie jela, tena ahukumiwe kunyongwa. Nilimtazama dada nikasema, sasa jamii itanionaje dada? Si wote watajua mimi nalala na baba wangu. Tumwache tu, nisaidie niondoke kabisa pale nyumbani, au hata wewe ukaishi kwingine unichukue dada, nisaidie. Dada alisema, nitakuchukua mdogo wangu, ila baba hawezi kuachwa. Tutajua namna ya kukustiri. Ila mimi nataka baba akamatwe, afungwe. Siwezi kumtazama usoni, napata hasira. Ni baba gani huyu? Nikamuuliza dadangu kwamba sasa dada nitafanyaje? Dada ndipo alisema kwamba nitatengeneza mazingira kuwa sitakuwepo hapo siku hiyo. Nitasema hata naenda kwa sherehe, ila nitakuwepo tu. Nitatoka na kurudi. Kama ni tabia yake najua atakuja tu. Akija tu piga kelele za unabakwa, nitakusaidia haraka na kupiga simu polisi. Nilisema dada, na hakika? Dada yangu akajibu ndio. Basi alinikumbatia na kusema, mdogo wangu, haijalishi ni kitu kibaya namna gani, wewe sema tu, haijalishi una kitu gani niambie. Nitakulinda na kukutetea siku zote. Basi mimi nijiona mpumbavu kwa kutomwambia dada yangu siku zote. Dada japo bado hatujatatua, ila kuongea naye tu nilipata amani. Basi turudi nyumbani tukigiza kila kitu kipo sawa, ila dada alikuwa ananiambia kwamba nakosa uvumilivu kama nimrukie vile. Nami nikanamwambia tu kwa upole kwamba tutaharibu mpango, dada vumilia. Dada alinitazama na kunikumbatia. Baba basi anajifanya kuwa mwenye furaha na kunipenda sana. Kiukweli mimi nilikuwa naumia sana. Nakumbuka siku hii nilichukua kisu, niliingia nacho chumbani. Nilikuwa nimechoka hivyo. Ndani ya moyo wangu nilisema baba akinifanyia ukatili kama alivyozoea tutagombana tu. Basi nilificha chini ya mto. Dada naye alicheza mchezo vizuri tu, na wakati huu hatukuwa na dada nyumbani kwa maana tulikuwa wakubwa sasa. Siku kama kawaida nyumbani nilikuwa na dada na baba. Mama alikuwa ameenda kwenye sherehe.
Basi nyumbani baba aliamini nipo mwenyewe. Hivyo kama kawaida yake alikuja chumbani. Basi tena siku hii alisema ya kwamba nimekukumbuka sana, dada yako atoke nyumbani muda wote yupo tu na wewe. Leo naam sana na wewe. Maneno yake aliniuma sana. Nijikuta nasema kwamba nimekuchoka wewe mzee. Naomba usinisogelee. Nitamwambia kila mtu kuhusu wewe. Baba alicheka akasema ya kwamba nani atakuamini? Zaidi tutakupeleka hospitali tu za vichaa. Baba gani anayempenda binti yake kama ninavyofanya? Afu akubali kumuumiza binti yake. Nani atakusikiliza? Hakuna. Huwezi kukimbia hatima yako. Mimi ndio hatima yako, una pa kutokea. Baada ya kusema hivyo, nijisikia vibaya sana. Vibaya mno. Baba kana nisogelea, nami nikana rudi nyuma pale kitandani nikilia. Kiukweli sikuelewa niliwezaje, ila nilikishika kile kisu mimi na mikono yangu. Babangu alianza kunisogelea karibu zaidi. Akatupa chini taulo lake. Nikafumba macho yangu wakati ananivuta ili sasa anivue nguo nilizokuwa nimevaa. Ndipo nilimchoma na kisu. Baba alipiga kelele, dada akaja mlangoni akiniita jina langu akiniambia nifungue mlango. Sikutaka kusikia kuhusu dada. Nilichomwa kisu na kuchoma tena na tena na tena huku nalia. Dada aliendelea kuita. Niliinuka kumfungulia dada nikiwa nimelowa damu. Nikisema nimemuua dada. Dada alichungulia chumbani akaniambia akilia kwamba mdogo wangu umefanya nini sasa, utafungwa. Nilikuwa nalia tu. Dada alikimbilia chumbani akarudi na pesa na karatasi la namba yake. Aliniambia kwamba kimbia mdogo wangu, kimbia usirudi tena huko. Kimbia popote tu, tutatafutana, kimbia mbali. Wasikupate, sitaki uishie jela, kimbia. Nililia nikisema dada mimi nenda wapi? Acha nifungwe tu, ila nina amani, sijuti kumuua, nina amani dada. Alistahili kufa huyo. Dada aliniambia kwa kilia kwamba kimbia na usirudi mdogo wangu, nenda mbali sana. Nilitoka nyumbani nikikimbia sana. Nikimbilia barabarani, nikaomba lift na vile sasa nilikuwa na damu. Nikapita mahali nikavua shati ya nje nikatupa. Nikanunua maji nikanawa, nikabaki na kishati cha ndani tu. Nilikimbia. Siku iliyofuata mjini kila mahali nilikuwa natafutwa. Namuona mama kwenye vyombo vya habari akisema huko analia kwamba mwanangu hakumzaa. Kamuua baba yake kipenzi aliyekuwa anampenda sana. Sijui hata kwa nini. Mwanangu muuaji, kawa muuaji na uchungu siwezi elezea. Nilipokuwa nikimsikia mama siku ile nilikuwa nalia sana. Niliona kama mama yangu amenigeuka. Hawezi kuelewa hata maumivu ya binti yake. Hajawahi kutenga hata muda kukaa na mimi binti yake kunisikiliza na pitia changamoto gani. Ananiona mimi ni kama muuaji. Au hata dada hajamwambia lolote. Na hata kama, kwa nini asikae kimya kwanza hata jiulize kwa nini mwanaume wake amefariki katika chumba changu katika hali kama ile. Mama hajajiuliza hayo yote. Mji mzima nilikuwa natafutwa. Nilinunua mavazi ya kuficha utambulisho wangu. Redioni habari ni mimi, magazetini ni mimi, kila chombo cha habari ni mimi. Ndipo niliamua kukimbilia mpakani mwa nchi jirani. Tena kwa kutumia magari makubwa ya mizigo. Huko niliishi kwa kuomba msaada kama vile mtu ambaye nimepotea na sijui cha kufanya. Ndipo kuna mwanamke niliishi nyumbani kwake, aliponikuta nahangaika na kuomba msaada alinikaribisha. Aliniuliza jina langu nami nilimwambia kwa kubadilisha utambulisho wa awali. Nilimwambia naitwa Tedesta. Na hapo ndipo jina lilipozaliwa. Niliishi naye kwa upendo sana. Ingawa maisha yalikuwa magumu sana maana ni kijijini. Nikiwa huko nikajifunza kila kazi. Mwaka uliisha na nakumbuka huyu dada alikuwa akiniuliza kwamba Tedesta, na maana umekata tamaa kuhusu kutafuta familia yako. Nilimtazama na kumwambia kwa upole kwamba hapana mama, sijakata tamaa, ila kwa sasa naomba nipumzike kwanza kisha nitaendelea kuwatafuta, najua nitawapata tu. Alinitazama na kuuliza kwamba kwani mmepotezana vipi? Sasa baada ya kuniuliza hilo swali, nilimdanganya, nilimwambia kuwa nimezaliwa simfahamu mama yangu na baba yangu. Mimi nilikuwa nalelewa na bibi yangu mji jirani tu na hapa. Bibi yangu alikuwa akiniambia mengi kuhusu mama yangu na alisema baba yangu anatokea nchi jirani. Ndipo niliamua kuja huku. Nataka kuanza kufanya uchunguzi ila sijui naanzia wapi. Nitafanikiwa lakini au utaki wageni wa muda mrefu nyumbani? Basi mama alinitazama na kuniambia kwa lafudhi ambayo sio Kiswahili kizuri ila anaeleweka. Alisema kwamba nimefurahi na kukuzoea sana. Unajua mimi mpaka sasa sina mtoto hata wadawa, nimekuzoea, wewe ni mtoto mzuri. Nikasema asante.
Naam, msikilizaji, kwa maelezo aliyoendelea kuyaandika Teddy kwenye hiyo diary, yanasema kwamba niliendelea kuishi pale nikawa kama mtu wa kule. Wengi walijua pengine ninayo nasaba na yule mama na vile ni mpakani na kijijini, basi nilikuwa nimewazidi ujanja. Ila niliishi kwa upendo sana kwa sababu ndivyo nilivyo. Huko watu hawatumii hata simu na sikuwahi ona wakiwa na simu. Ulipita mwaka wa kwanza, ulipita mwaka wa pili, na ulipokuwa ni mwaka wa tatu, mimi tangu niingie pale nilimwaga yule mama nikiahidi kurudi tena. Yule mama nakumbuka alilia machozi, aliniambia kwamba Teddy usiondoke, tukae wote, nimekuzoea sana. Nilimwambia kwa upole kwamba hata mimi mama nitakukumbuka na asante kwa kila kitu. Mungu akipenda nitakuja tena, na kama nisipokuja basi tambua nitakuombea kila siku kwa Mungu akubariki. Basi tulikumbatiana kwa furaha kulia. Ulikuwa ni wakati mgumu kuaga ndugu jamaa na marafiki wa pale kijijini. Walinizoea sana na kwa akili zangu kidogo tulisaidiana kutatua changamoto. Nilipoteza matumaini ya kusoma, kuishi kwa furaha na kila kitu. Yaani nilikuwa ndio kama nazaliwa upya. Kila kitu naona kipya ni. Jambo zuri ni kuwa habari zangu hazikuwa zinasikika tena zaidi ya mimi kuwa kama kinda la ndege niliyekosa kiota. Nilikuwa na kipande cha gazeti tu ambacho kilikuwa kinanikumbusha kuwa mimi nasakwa na jeshi la polisi. Nilipofika maeneo ya mjini, niliomba msaada wa simu. Na mtu wa kwanza kumpigia alikuwa ni dada yangu. Alipopokea tu alianza kulia. Dada alinishangaa na kulia akisema kwamba nilijua hata umefariki mdogo wangu. Upo wapi hata nikuone? Nilia nikisema kwamba mimi na wewe kuonana dada yangu sahau na kukumbuka ile siwezi. Vipi mama? Nilimsikia akisema mimi ni muuaji. Dada akajibu kwamba mama nalia kila siku, pole sana mdogo wangu. Ninajitahidi sana kumuelezea ila bado haamini kama baba anaweza kufanya hivyo, hataki hata kukusikia. Basi nilitoka machozi. Kisha nikasema kwamba sina muda sasa dada. Naomba pesa, nataka kwenda mbali sana. Naomba nauli tu. Na kwa sasa mimi naitwa Tedesta na hujawasiliana na mimi. Naomba pesa nitanunua simu na kwenda mbali. Dada yangu aliniambia kwamba nisubiri. Nami nikamuomba yule mtu wa simu akaelewa. Dada yangu kipenzi nilimshukuru na nikamwambia kwamba nikinunua simu nitakuwa nakutafuta. Basi dada alilia akasema sawa mdogo wangu nakupenda mno. Hapo ndipo nilianza maisha mapya. Nilitoka mji ule na kuja Dar. Na hapa sikuwa na namna yoyote ile zaidi tu ya kujificha maisha yangu kwenye ukahaba, sehemu ambayo wanawake wengi wamesaulika. Wanaonekana kuwa ni watu wa ovyo, waliokata tamaa na maisha na hakuna anayewajali. Serikali inawakimbiza tu bila sababu za msingi. Ndio maana nijikita zaidi kujiuza sehemu nzuri, na nikienda barabarani ni kuzuga watu tu wasinisi vibaya. Katika haya yote yupo mtu ambaye ni kama dada, rafiki na naye muamini katika kuelezana maisha. Nilimwambia mkasa wangu. Alikuwa anapenda mashindano na mimi na kutumia pesa zangu. Ukweli ni kuwa mbali na mimi kujiuza, dadangu hakuwahi niacha mtupu. Kila mwezi aliniingizia pesa kwa siri. Kila mwezi alifanya hivyo. Tena wakati mwingine alinitumia kwa namba tofauti tofauti. Sikuwahi kumwambia kuwa nimejikita kwenye ukahaba kujificha, ila tu alijua nina maisha ya kujificha sana. Adamu wangu, kiukweli mimi ni mbaya. Ila katika ubaya wangu na kupenda wewe sana tu. Kuna muda tunashindwa kutawala mioyo yetu na kufanya mambo mabaya, ila siwezi kwako. Mimi ninakupenda sana na dadangu anajua kuhusu wewe. Anakupenda. Hapa ni kwetu Adamu. Na sasa najua umebaki mwenyewe, ila pafurahie. Pesa zangu zilikuwa na matumizi nazo. Hata duka niliwaomba walezi wasikwambie, lakini hatudai chochote. Niliweka mtaji tu na ofisi yetu. Kwa hiyo nalo pia ni la kwako. Najua unaumia sana, ila Adamu nitamtazama vipi baba? Upendo wake wote kaona utupu wangu. Mama na watu wa kanisani pia wameona. Walezi wangu wazuri mpaka naona habari mitandaoni. Kila sehemu ni mimi tu. Na sasa kesi itaanza upya baada ya habari hii kusambaa. Nitamani niishi na wewe, nitamani kufurahia maisha sana. Nina uchungu ndani ya moyo wangu. Ninaandika huku nalia, huku naumia. Ninaumia kukuumiza Adamu. Ni kosa langu, nimekutia aibu. Sijui hata watakutazama vipi mwanaume mzuri kama wewe, ila napenda utambue kuwa mimi nakupenda. Naomba msamaha kwa mama. Ni mama mzuri, nampenda kuliko chochote. Amenifundisha kuhusu Mungu, namfurahia sana. Nimekosa mama, nakupenda, na kama mtu akifa huwa anakumbuka watu, basi mama mimi nitakukumbuka sana. Sijui hata una hali gani baada ya kuona utupu wangu, ila nakupenda. Wewe ndiye mama pekee umenipenda kuliko mamangu mzazi. Umenihesabia haki. Mama nitakukumbuka kwa upendo.
Umenifundisha ibada, umefuta uchungu moyoni na kunifundisha kuwa mwanamke mzuri sana kama ulivyo mrembo wa baba yetu. Kwako baba, ucheshi wako, pole wako umetusaidia sana na mume wangu, ila nitamwambia Adamu akulipe na riba. Ana pesa sana huyu siku hizi. Maana kadi na kila kitu kipo hapa. Adamu, si unaona Mlipe baba yangu, sitaki ateseke nisipokuepo. Baba, naona aibu, ila nakuomba unisamehe sana. Sijawahi tamani uone hata paja langu baba, hata kwa bahati mbaya. Mtazame baba yangu kisha wewe. Hamfanani, wewe ni baba mzuri. Umenifanya ile chuki dhidi ya wanaume ishe. Najua na hali mbaya, ila utanielewa, si ndio babangu Nisamehe, nimekosa baba, najua unaweza kuzifuta kichwani mwako. Ila binti yako sijawaipenda kuwa kahaba. Ni maisha tu, naomba unisamehe baba. Walezi wangu najua nawapenda sana. Sana tu. Mimi nawapenda sana. Nawapenda mno. Asanteni kwa ushirikiano. Pengine sababu ya haraka, ila mtamuelewesha Adamu vizuri, ajue kuwa kila kitu ni chake na pesa alizokuwa anarudisha pia zipo. Mtamwambia kila kitu. Nawapenda nyie, ni wakarimu sana. Shemeji yangu Hilary, mbali na yote ambayo yaliwahi kutokea kati yetu, mimi sitaki kusema sana, nadhani unaelewa, si ndio Ila nataka kusema wewe ni rafiki mzuri kwetu. Saskia, kwa sasa usihangaike na kazi. Mume wangu kipenzi Mr. Adam hana roho mbaya. Atakuacha umsaidie kazi. Najua mtakuwa na duka kubwa sana siku moja, na uniahidi kuwa utaoa tena. Utaanza upya, si ndio shemwe? Mimi nakupenda sana kwa sababu una moyo mzuri, huna wivu wala tamaa. Mamangu mzazi, popote ulipo, najua unipendi, unanichukia. Ni hisia tofauti na mimi. Mimi nakupenda sana na siku zote nilitamani kukukumbatia na kukwambia ninavyokupenda, ila ndio hivyo, ulikuwa na mambo ya biashara. Sitaki kulaumu kwa vyovyote, ila nimetamani maisha yangu yote ujue vile na kuhitaji na kukupenda. Mama Ana, Mama Teresa, mimi binti yako nakupenda sana. Moyo wangu ulijaa maumivu, ila Adamu kanitibu. Mama, Adamu nampenda sana. Wewe kuwahi kuniamini, walau niamini kwa hili. Mimi sikumuua mumeo kwa kupenda. Nilichoka na kuteseka. Watu hawatanielewa. Ila mama, si unajua moyo wa mtoto wako moyo wako si unakuambia sijafanya. Ndio, sijafanya, nakupenda mama. Dadangu mzuri, mrembo mwenye moyo wa dhahabu. Wewe miaka yote tumeongea sana. Mtazimisi pesa zako, nadhani unajua dada. Sasa mimi nitafanyaje? Nitakukumbuka sana dada. Mimi nakujua dada, usije mtafuta aliyefanya hivyo. Mungu atashaurika nao. Adamu wangu, tuzo yangu, baba yangu, malaika wangu. Cheka sasa kipenzi, sawa Majina mazuri hivyo utaki. Adamu, tangu kutane na mimi maisha yako mitiani. Siwezi kubaki na kushuhudia unateseka tena. Ni maamuzi magumu, ila ni kwa ajili yako. Maisha yako yatakuwa mazuri zaidi nikiwa sipo. Una maisha mazuri bila mimi nakuumiza na kukutia aibu. Naomba unisamehe sana kipenzi, sasa utafurahia maisha bila mimi. Msitaki kuwa kikwazo kwenye maisha yako. Nimeamua niondoke kabisa, ila nakupa vioo vyote na kupigia salute. Wanaume mnisamehe, ila mwanaume wangu ni mzuri kuliko yeyote. Nitakumbuka kupita kiasi. Wewe una sehemu yako ndani ya moyo wangu. Una ufalme wako. Sitakusahau daima, milele utaishi ndani ya moyo wangu. Adamu, nakupenda kupita kiasi, nisamehe nimeshindwa kuzuia hili leo. Pia sitaki ulipe kisasi kwa ajili yangu. Sasa utakuwa na utaweza kuishi kwa furaha. Nisamehe, sikusema ukweli. Nimekutia aibu, nimekudhalilisha. Nimekuachia maneno yote. Ila kwa kuwa sipo, yataisha mapema. Usimlaumu Mungu. Mimi nimejua mwenyewe ili nipumzike na hizi aibu, kukosa thamani, changamoto, maumivu yanapona tu na kuponeshwa kila siku. Kwa hiyo asante kwa kunipenda, kunivika heshima, kuniita na kunifanya mke. Nakupenda sana mume wangu. Wewe ni mume bora sana hajawahi kutokea. Nakupenda Adamu, nisamehe na kuhakikishia utakuwa bora zaidi bila mimi. Mungu usituue, ila ninajiua. Utaishi milele kifuani kwangu. Mume bora zaidi duniani. Siku zote kumbuka kuwa Mungu anaweza kubadilisha maisha. Umenipa familia, umenipa furaha, umenipa vicheko, umenipa amani, zaidi ya yote umenipa heshima na kufanikiwa mkeo. Sasa mpigie dada, mpigie simu, namba yake nimesave, twin sister. Atapokea na jitambulisha, mwambie kuhusu msiba wangu. Jamii inapenda kuambia wazazi, katika malezi kuna mambo mengi. Kubwa na muhimu, tengeneza rafiki na watoto wako. Wape muda wa kula, kucheza, kuongea nao na kushauriana. Mpe uhuru mwanao ili aweze kukuambia chochote. Amini na chunguza chochote mtoto anasema. Tilia mashaka mabadiliko ya mwanao na ufuatilie.
baba zetu, kaka zetu, wajomba na ndugu zetu na jamii nzima ikumbuke kuwa vitendo vya unyanyasaji kingono huharibu afya ya moyo na akili ya mtu. Usimnyanyase mtu kingono, unaharibu kesho yake, unaharibu maisha yake, unaua ndoto na unamfanya jione yeye si kitu. Tupunguze kuhukumiana na zaidi tusaidiane, tupendane, tutengeneze kesho yetu iwe bora zaidi. Tusameheane, tujaliane, tuchukuliane kwa hali ya umuhimu zaidi. Tazama kwa wivu, mtu hajajua madhara ya kitu amenifanyia. Kabla hujaharibu utu wa mtu, kabla hujamvunjia heshima mtu, kabla hujamharibia maisha. Hii ni popote, kazini, nyumbani, popote. Fikiria, ana magumu ngapi anapambana nayo? Ana watu wangapi wanamtazama? Ana maumivu kiasi gani? Ungefanyiwa unavyofanya ungejisikiaje? Wivu ni darasa la msingi sana kwa yeyote mwenye uchawi ndani yake. Kuwa na wivu, maendeleo huu utakusaidia. Acha tamaa. Unemtamani hatoki kwenye familia sawa na yako. Kila mmoja ana hatima yake. Huwezi badilisha hatima yako kwa matendo mabaya. Sijui kama umenielewa Adam. Nilitaka muendelezo huu uwe mzuri wa mimi na wewe na watoto wetu. Bahati mbaya nimemaliza vibaya. Usijali, utakuwa sawa tu. Mimi nikiondoka utakuwa sawa. Mimi nikiwa mbali na utakuwa sawa. Sasa hakuna aibu, hakuna machozi, hutoishi kwa wasiwasi, hutoteseka. Nakupenda mume wangu. Ni mimi Mrs. Adam Teresa. Nitakukumbuka sana mume wangu, haswa tabasamu lako tamu. Hakuna mtu aliyekuwepo pale hakulia. Hata babangu alilia sana. Teddy ameteseka sana na babake. Kuna ukatili lakini wa kutoka kwa baba huu unatisha zaidi. Nilia nikisema kwamba Teddy, sitakuwa sawa ukiondoka. Niambie huu sio mwisho wetu, nakupenda Teddy, nakuomba sana. Teddy hakuwa anainuka. Askari walikuwa wamefika pale. Sasa hata Masai alisogea. Askari walifanya uchunguzi wao na kisha nikiwa nimeshikiliwa na babangu, Hilary na Masai aliyekuwa analia. Yaani mimi sielewi, na wasukuma nimfuate Teddy wangu. Naona amebebwa, anaingizwa kwenye gari la polisi, anapelekwa hospitali. Mimi nalia tu nikisema Teddy mke wangu, amka niwasimlie ulivyo mzuri, amka. Yote haya ya kubadili kitu. Nilichukuliwa hata sijielewi, nipo tu kama jinga. Tuondoka pale, habari zilienea kuhusu mke wangu. Mambo yakawa mengi sana. Si unajua tena vifo kama hivi, waandishi wa habari na vitu kama hivi nini. Walezi walihojiwa. Babangu pia nini. Kila mtu aliongea kwa uchungu kumtetea mke wangu. Hilary pia, yani watu wote. Ujumbe alioacha mke wangu ni kuhusu jamii ulisambaa kila sehemu. Namna napendwa, namna nimemsaidia. Sasa watu walianza kunihurumia na kunipa sifa. Ila sikuwa najali kabisa. Nilikuwa na uchungu sana. Unajua babangu alikuwa hawezi kuzungumza zaidi, alikuwa anasema tu kwamba nitamkumbuka mwanangu. Sasa bwana, katika kusambaa kwa habari, familia ikajua. Wakati mimi namtafuta tu dada Ana, alipokea simu analia akiita jina langu Adam. Niambie sio kweli, niambie mimi siamini. Nilitoka na machozi nikisema kwamba ni kweli shemeji yangu. Teddy ameshindwa, hakunifikiria hata mimi. Hakukufikiria, yani hakufikiria hata kujiua na kuondoka, katuacha sisi na maumivu sana. Tazama, kakuachia ujumbe wako wewe na mama. Kiufupi kuna diary kaacha, kaandika hadithi yake. Mke wangu alikuwa anateseka sana. Nitamsafisha na kuwa mke mzuri. Nampenda bado. Nawaza kuhusu yeye nitaishi vipi mimi. Basi kabla sijajibiwa, nilisikia mama akilia na kusema kwamba ina maana ni kweli mume wangu alikuwa anafanya hivyo. Mwanaume mchawi kabisa, nimemchukia mwanangu miaka yote. Mjinga mimi ndio nimeua mtoto aise. Teresa wangu wao. Hivyo ndivyo nilikuwa nasikia upande wa pili kwenye simu. Mimi sikuwa naweza kuongea kwa kweli. Ni nyamaza tu. Walifanya utaratibu kama familia, walifunga safari kutoka kwao mpaka kwetu. Mamangu alikuwa analia sana. Mambo ya uchunguzi yaliendelea. Kundi lake la wale wanaojiuza walitajana, wakakamatwa kwa uchunguzi zaidi. Mamangu alikuwa na hali mbaya sana kwa sababu alimpenda sana Teddy. Nilitoa diary ile kwa chanzo kikubwa cha habari. Habari ya Teddy ilishika nchi kwa kasi sana. Story ilifanya watu walie sana. Of course mama yake mzazi, dada yake alikuwa analia sana. Dada yake alipofika, na hii ni siku ya pili sasa, aliniambia kwamba mdogo wangu alikupenda sana. Hata aliniomba niongeze nguvu kwa biashara yenu. Nilifurahi zaidi aliponiambia mnafunga ndoa. Naumia kujua kuwa alijificha kwenye ukahaba. Baba aliamua kuharibu maisha yetu kabisa na kutupatia aibu kubwa sana. Kisha alimtazama mama yao pembeni. Huyu mama alikuwa analia, anajilaumu sana. Analia kwa uchungu akijiona alivyo mbaya. Namsikia anasema kwamba mwanangu Teresa, mwanangu,
Nimeishi maisha yangu yote nikikulaumu na kukulaani kama umemuua baba yako kipenzi. Sikuwahi kujua mwanangu kwamba kuna mwanaume mwenye roho mbaya kama baba yako. Yaani mimi na wewe tumelala na mwanaume mmoja. Umeteseka mwenyewe, umeumia mwenyewe. Dada yako alijua haya aliponiambia, nilimwambia kwa ukali kuwa akome kukutetea. Tazama leo una wakina mama wengine wanakuelewa zaidi yangu. Una baba wengine mwanangu. Naona hata aibu, natamani nirudishe siku nyuma mimi. Niliweka pesa mbele kuliko maisha ya wanangu. Na sasa najua kazi si chochote juu ya wanangu. Ana mwanangu, kama nimekuudhi nisamee. Nitakuwa mama mzuri. Naumia mwanangu kupoteza maisha kwa maumivu makali hivi. Na kwa nini wamemuua mwanangu siku ya ndoa yake? Walau alikuwa anapata furaha. Oh Mungu wangu. Basi nilimtazama mama huyo, nikakumbuka namna Teddy alivyokuwa akizungumzia kuhusu mama yake. Alikuwa amenidanganya, ila alikuwa anaonesha kuumia sana. Ana alinitazama na kusema kwamba Shem, hautasema kitu? Nilimtazama tu, sio kwamba sikuwa na kitu cha kuzungumza msikilizaji, ila nilikuwa sina nguvu. Sikuwa nimekubali kama mke wangu amefariki. Kuna kitu kilikuwa kimenikaba. Machozi yanatoka. Askari na hospitali walimaliza mambo yao. Baba yangu na Hilal walishughulikia kila kitu. Mimi nilikuwa tu nyumbani nalia kwa uchungu, tena nikiwa nimekumbatia picha ya Teddy. Basi mazishi yaliandaliwa vizuri, tulienda makaburini pale. Nakumbuka sana nyakati hizi nikiwa pale msibani. Sikuwa hata nimeweza kusimama. Hilal, Masai na baba ndio walikuwa wamenishika. Ulifika muda wa kuweka udongo. Watu wakiwa wanalia pale kama mamangu nini. Nijikuta nikiita jina la mke wangu kwa sauti sana. Watu wote wakanyamaza. Nilia kwa uchungu nikisema nakupenda mke wangu, usife, usiniache. Tazama watu wote hawa wanaamini umefariki kasoro mimi tu. Basi nguvu zikazinanishia. Waliamriwa wanitoe makaburini, nilianza kuvutwa nikiita jina la mke wangu. Nilikuwa naumia sana tu. Mno. Sasa mama Teddy alinifuata na aliniambia kwamba mwanangu, asante kwa yote. Asante kwa kumkubali binti yangu kwa namna ya pekee. Ulinishinda hata mimi mama yake. Kiukweli Teresa alikuwa ni kipenzi cha baba yake. Sikuwahi kufikiria hili. Naumia na kujikuta nina hasira sana na ule mzee. Natamani nikafukue kaburi lake nimpe adhabu. Nilikuwa kipofu na kumtenga mwanangu. Mimi na familia yangu tunakuomba utusamee. Na tusamee, asante kwa ajili ya maisha ya furaha uliompatia binti yangu. Nilimtazama na kulia tu, sikujibu chochote kitu. Nilikuwa kama kiziwi. Hili alikuwa na mimi, alinisindikiza kwao Teddy. Ni mkoa mwingine kabisa. Maisha yao kweli ni ya kishua. Maisha safi na mazuri sana. Tulipofika pale, tuliona mama yake akitupa picha za mume wake, akichoma moto kumbukumbu zake na mume wake. Muda wote alikuwa anakumbatia picha yake na binti yake akilia. Nilifanya kama walivyotaka bwana. Niliondoka msiba ulipoisha, nirudi kwangu, mama na baba walikuwa hapo. Nakumbuka mama alisema kwamba nilimpenda sana Teddy. Nilikuwa nadhani nimepata binti wa kunizika. Nilipoona zile picha, nusura niwe kichaa jamani. Kumbe ulikuwa unafahamu mwanangu, ulimbadilisha kwa ajili ya mapenzi. Umefanya jambo kubwa sana. Sikuwahi kujua kuwa kuna watu wana maisha kama ya Teddy. Nimejifunza sana. Alikuwa ni binti mzuri, mpole, msafi, mwenye kujali. Kumbe ndani alikuwa anaumia jamani. Mwanangu, sisi wote tunaumia. Maisha yaendelee tu. Usijiumize. Teddy kaenda na sisi tutafuatia. Basi nilitoka tu na machozi. Namkumbuka sana Teddy. Siku kadhaa zilipita, waandishi wa habari walikuja, tuliongea mengi kuhusu hadithi ya Teddy na nilimpenda sana of course. Nilimuongelea kwa uchungu nikilia sana tu. Basi nilikwenda polisi kufuta kesi ya wale waliosambaza picha za Teddy. Maana walikamatwa. Nilienda kufuta ile kesi. Na nakumbuka mmoja alisema ya kwamba ni wivu tu, tulitaka muachane. Hatukujua atajiua, tulijua labda amezoea maisha yale. Shem, tumekosa, hatuna hata pa kuweka sura zetu. Tulitaka Teddy arudi kwetu, bahati mbaya tumeharibu, sisi ni wauaji. Niliwatazama tuna machozi kunitoka nikisema kwa huruma ya kwamba kila siku alitamani mbadilike. Aliwaona kama ndugu zake. Ila mmefanya ya kwenu. Nipo hapa kwa maana alisema nisilipe kisasi. Mungu atalipia. Ila kwa faida yenu tafuteni kazi. Najua mna mengi katika vifua vyenu, ila Mungu yupo kwa ajili yenu. Atawatengeneza. Kisha niliondoka nikiwaacha wanalia, na tangu hapo sikuwahi watafuta tena. Yaani waliofanya hayo mambo ya kuvujisha ni wale wenzake. Ndio waliofanya hayo mambo ya kuvujisha hizo zote. So mimi nilikuwa natamani kila siku niende makaburini.
Na siku moja nikiwa makuburini, simu yangu iliita. Alikuwa ni mheshimiwa. Alisikitika sana akisema kwamba pole sana Adam. Najua namna ulimpenda Teddy. Nimeguswa sana na maisha yake na kuombea heri ili upone haraka. Najua sio rahisi ila pole sana. Naomba pokea rambirambi yangu, tuwasiliane ukihitaji lolote. Pole sana kijana. Nikasema asante mkuu. Basi nikata simu. Mara nilipokea kiasi cha shilingi milioni 5 kwenye akaunti yangu ya benki. Nikasema Teddy, kumbe wakati mwingine misiba hupatanisha watu. Sikia Teddy, nashindwa hata kujizuia ni kama mimi pekee ndio nimefiwa duniani. Nisamehe sana mama. Moyo wangu unashindwa kupona haraka. Basi niliguswa begani. Alikuwa ni Lilian na baba yangu. Baba alisema kwamba tulikuja nyumbani tukakukosa, ndio tuliambiwa unapenda sana kuja hapa. Nikaona tukufuate bwana. Basi nikacheka tu. Kisha baba aliondoka. Nikabaki na Lilian. Alikuwa akinifariji kwa kusema kwamba pole sana, naelewa maumivu yako, lakini usiendelee kuwa hivi. Ruhusu maisha mengine yaendelee. Nilimtazama na kutabasamu nikisema kwamba asante Lilian. Hani maisha yangu, mimi siwezi acha kumpenda Teddy. Moyo wangu hauna nafasi kwa ajili ya mtu mwingine. Wewe olewa tu, usitegemee mimi nitakuoa, hapana. Usitegemee kabisa kwamba mimi nitakupenda. Sikupendi na ukae mbali na mimi. Usinifuate na kuomba uniache nimlilie tu mke wangu. Basi nilipofika kwenye gari, baba aliniuliza kwamba kuna tatizo. Nimwambia baba kwamba yule mwanamke akae mbali na mimi. Baba alivuta pumzi na kisha asema kwamba sawa mwanangu, ni mwezi sasa, anza kuvaa nguo za rangi nyeusi zimetosha, acha kuja huku mara kwa mara, kuwa busy na kazi itakusaidia. Nimtazama tu. Babangu ni rafiki yangu siku zote. Nirudi nyumbani nikafanya maamuzi ya kuhamia kule kwa Teddy na ndio naishi hata leo. Huwa nafanya ukarabati tu. Sikuweza kufanya kazi kwa wakati huo. Hilali ndio alikuwa anasimamia kila kitu changu. Maisha yaliendelea vizuri tu. Niliwasiliana na Ana na mama yake kama familia. Familia yangu ilisimama na mimi. Ikawa siku, wiki, mwezi, miezi, mwaka na miaka, sijawahi sahau kuhusu Teddy. Nakumbuka wakati huo ilikuwa ni 2016. Mpaka leo hii mimi sijawahi kutamani kuoa. Na miaka 43 ila bado sijaweza kuoa. Wazazi wangu wameongea sana, ila kazi yangu kubwa sipendi watu kwenye mahusiano wagombane. Natamani wote kuwahubiria upendo, maana mmoja akiondoka ni tabu sana. Lilian aliondoka nchini, aliolewa nje ya Tanzania. Alikuwa anahangaika na mimi, kumbe ana mume mahali. Alikuwa fungu lake kuwa nami. Mama yake Teddy alifariki na nilikwenda kuzika. Sasa tulikuwa ni familia, mama yangu naye alifuata. Niliumia ila sio kama kwa Teddy. Teddy ananiuma mpaka leo. Mimi ni mtoto wa mama. Ila sijui kwa sababu mama sijui kwa sababu mama niliuguza la, ila nashindwa msahau Teddy. Hilali na familia sasa. Ni baba wa watoto wazuri wa kike na mke wake wa zamani hana hata pa kushika. Kukicha tu ni kuomba msaada kwa Hilali. Maisha mazuri ninayo ila sina furaha. Ukumbatie sana upendo ulionao msikilizaji. Usimhukumu mwenza wako au yeyote kwa hadithi yake mbaya. Anaweza kubadilika na kuwa mtu mzuri kuliko. Mungu hukutanisha watu kwa sababu. Mimi nimejifunza mengi. Ila Teddy alikuwa anapenda sana kusema kwamba mimi ndimi ninayefuta makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Kutoka Isaya 43:25. Msikilizaji, hakuna msafi. Wote sisi ni wachafu na ni wadhambi. Tunao nafasi ya kutubu na kuwa wema sana. Tumrudie tu Mungu. Ana huwa anakuja kunisalimia akipata nafasi ya kuja Pia sasa ni mke na ana mtoto wa kike. Alimuita jina la Teresa. Basi nampenda sana huyo mtoto na anadeka kama Teddy wangu. Basi wakija kwangu ni kumtania Teddy kwa tabia zake za utoto na mambo kama hayo. Huwa anacheka sana. Kila siku lazima nisimame mbele ya picha yake na kusema I miss you Tedesta. Nakumbuka kila kitu kukuhusu wewe. Kwa hiyo huwa naona ni kama anatabasamu vile nikiongea. Teddy aliniweka karibu na Mungu na hata sasa ndivyo ilivyo. Kuna mmoja kati ya kundi lake niliwahi tafutwa kuombwa msaada wakati anaumwa. Bahati mbaya alifariki kwa HIV na sikumwacha, nilisaidia mpaka umauti. Kwa hiyo mimi nipo kwanza. Siwezi kusema sitaoa ila sijui lini mpaka Mungu anipe labda kufanana na Teddy. Namkumbuka sana Teddy. Ninampenda sana Teddy. Yaani yeye alikuwa maana halisi ya maisha yangu. Kwa mara ya kwanza nilimpenda sana mwanamke huyo. Na kila kitu ila sina Teddy. Tabasamu, umbo, uzuri wake naishia tu kuona kwa picha tu.
nafanya kazi sana na serikali inatambua sana yani majukumu yangu ama mchango wangu kwa serikali. Hasa kupitia ule mheshimiwa nimejuana na wengi. Nina mali nyingi, zote ni chanzo, yani ubongo tu wa Tedesta. Yani chanzo ni ubongo wa Teddy. Kwa hiyo tuwatumie vizuri sana hawa wanawake. Binafsi na waheshimu na kuwapenda sana. Mungu awabariki wanawake wote ambao mnajitambua, mnaojielewa na wenye hofu ya Mungu na mnaojua future yenu. Mungu awabariki sana. Sitaki muwe kama mwanamke wa Hilali, hapana. Hao wenyewe mtapambana vikombe vyenu, ila hao wengine mbarikiwe sana. Mimi namtunza vizuri baba yangu ingawa kazeeka sana. Ila nampenda na nampa pesa kama Teddy alivyotaka. Maisha kwa kweli mazuri. Huwa tunafanya baada kwa ajili ya kuwakumbuka marehemu wote. Kwa hiyo siku nikipata mbadala nitarudi nielezee, ila kwa sasa bado. Yani bado Tedesta Mipesa yupo ndani yangu. Nakula naye, nalala naye, naishi naye na sijui namna ya kumtoa. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amen. Msikilizaji, na mimi mpaka hapa sina la ziada. Nimefikia mwisho. Ninaamini pale ambapo utakuwa umeguswa pole sana. Pale ambapo nitakuwa nimekukwaza kwenye kusimulia ama kuongea, niwe radhi pia nisamehe. Lakini naamini kwa asilimia kubwa sana utakuwa umeenjoy, umeburudika kwa hii simulizi. Tukutane tu kwa simulizi zingine mpya. Na mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas. Nikuombe sana kama bado hujasubscribe channel hii, basi fanya hivyo ili tuzidi kuongezeka. Na unapokuwa unasikiliza simulizi, basi comment chochote ama like ili niweze kuona pia uwepo wako na mapokezi ya story ambayo tutakuwa nimekuletea. Niseme tu God be with you till we meet again kwenye story nyingine mpya. Bye bye.